Msikilizaji, hata wewe si unakumbuka kwamba katika sehemu ya 15 tulifika wakati ambapo shoga mboga huyu wa ndugu yetu Raylat anakwenda kwa jina la Sesi amekwenda kwenye event kwa ajili ya kwenda kubadili simu kutoka kwa Mr. Ibrahim, na ameshapewa simu nyingine kama ile ambavyo inafanana kama hiyo Tecno yako bwana, lakini ilikuwa ni Samsung. Amepewa badili pale kwa ajili ya kupata ushahidi. Tukaulizana atatoboa. Karibu sana katika sehemu ya 16 ya simulizi yetu. Jina langu naitwa Tutu, hapa ni Simulizi Zetu Media. Make sure umesubscribe channel yetu, usiache kulike, share bila kusahau kuandika comment yako, lakini tufuatilie pia kwenye mitandao yetu yote ya kijamii, jina ni Simulizi Zetu Media. Au usisahau kuja katika group letu pale kwa ambao unataka kuwepo. Tuma ujumbe kwa ajili ya kuungwa kwenye namba simu 0757567253. Kumbuka simulizi hii imeandikwa na Sam Dafur na hii ni sehemu ya 16 ya simulizi yetu ya The Last Promise. Basi moja kwa moja tunaendelea pale ambapo tulikuwa tumeishia. Tunaendelea na Sesi ambapo sasa tunaonyeshwa wakati wakiwa wanaendelea kupiga stories hapa na pale mbele yao. Basi Sesi alikuja na kusimama mbele ya Ibrahim pamoja na mke wake. Basi akawakaribisha pale kwa kimombo mwenyewe, you're welcome. Aliyokaribisha akiwa anaweka tabasamu pana hivi. Ibrahim alipokea tabasamu hili akiamini kwamba lilikuwa la wema. Akamgeukia Rania akamwambia wanaonekana wanajali sana, hapo wako faster, ni watu ambao ukitaka kitu kinakuja on time. Kuna kingine ambacho mnahitaji? Aliuliza Sesi. Safari hii mkono wake ukasogeza sahani hadi karibu na simu. Hakuna, we will call you ambapo tutahitaji, Ibrahim alijibu huku macho yake yakihama kutoka kwa Sesi hadi kwa Rania. Na hili lilikuwa ni kosa ambalo hakupaswa kulifanya kwa Sesi wakati ule. Kuhamisha umakini kwa Sesi kulienda kumpa pigo zito katika maisha yake, pigo la msongo wa mawazo kufuatia simu yake. Ilichukua sekunde takriban 30 tu kwa Sesi kubadilisha simu haraka sana. Hakuna ambaye alishuhudia tukio hili kutokana na simu ile kufichwa katika uvungu wa sahani, na kilichofuata pale ilikuwa ni kuondoka kwa haraka, na nyuma yake hakutaka hata kujua nini kilikuwa kinaendelea. Lakini safari yake ilienda kutua sehemu ambayo Raylat alikuwa pamoja na Titus ambao walikuwa nje katika gari wakimsubiri. Na walipomwona haraka waliwasha gari na miguu ya Sesi ilipiga hatua hadi katika gari. Umekamilisha? Raylat aliuliza akiwa anamtazama Sesi ambaye alijibu akiwa anatoa simu. Hii hapa. Alikabidhi. Basi ingia kwenye gari tuondoke, alisisitiza Titus. Basi mlango nyuma ulifunguliwa kwa haraka. Sesi akaingia ndani na kaa katika siti bila hata kuchelewa. Titus ambaye alikuwa kama dereva aliweka gia na kisha aliondoka katika eneo lile kwa mwendo wa kasi sana. Huko nyuma dakika 30 mbele, malalamiko yalianza kukumbuka katika ukumbi wa mkutano mara baada ya Ibrahim kugundua kwamba simu yake ambayo ilikuwa mezani haikuwa kwake. Amekuja hapa akaweka sahani hapa kwa bahati mbaya, nilikuwa naongea na mke wangu, sikuweza kujua kama anabadilishwa simu. Alikuwa ni Ibrahim akilalamika juu ya kuibiwa simu yake. Malalamiko hayo yalimfikia msimamizi wa hotel pamoja na Matilda ambaye alikuwa kama sehemu ya wahudumu wakuu. Unamfahamu hata ukimwona? Kilindo Gamba ambaye alikuwa ni mwanamke wa kusimamia hoteli aliuliza. Ni modo hivi, ana umbo la wadada wa taifa, and then alikuwa amevaa wigi kama la dada wa taifa hivi. Okay, acha tuwaite wote pako pamoja, then utatuambia nani. Kilindo alimpoza jazba. Dakika 10 mbele, watumishi wote na wahudumu wote wa hoteli waliitwa katika chumba maalum ambapo Ibrahim alienda akiwa ameongozana na mke wake. Wakiwa wamejipanga katika mstari, ilitakiwa Ibrahim kupitisha macho kwa kila mmoja ambaye alikuwa mbele yake. Aliwatazama kwa nyakati tofauti, lakini hakuweza kumuona yule ambaye alidhani kwamba amechukua simu yake. Hakuna kati yao. Hii ndo timu yetu, Mr. Ibrahim. Ndo hii. Kuna huyu ambaye mmoja ni mwembamba hivi na sura nyeusi hivi, lakini sio sana. Hatuwezi kusema uongo kwa sababu tunajua tutachafua kampuni yetu. Kwa nani kaiba? Rani alidakia na kuhoji. Sijajua kwa sababu nimekuwa nikifanya nao kazi hapa na muda wote hakuna ambaye ameleta malalamiko kama ya kwenu. Hakuna ambaye ameiba simu hapo kabla, Matrida alimweleza. Na hatuna mfanyakazi mpya kwa zaidi miaka miwili sasa, Kilindo alikazia. Kauli hizi mbili zilimfanya Ibrahim kuchanganyikiwa. Kichwa chake kilipokea picha mbalimbali kuhusu msichana ambaye alichukua simu yake. Hakuacha kukumbuka tukio la mwisho hadi nibio simu. Kichwa kilimuuma. Alirudi katika meza lakini hakukaa sana kutokana na kushindwa kuelewa kile ambacho kinazungumzwa. Alimchukua Rania na kumuomba aondoke katika eneo lile. Jambo hili lilifanywa kwa haraka sana, wakaamua kuondoka. Sasa ni upande wa pili majira ya saa 5 usiku kwenye moja ya ghorofa bubu ambayo inapatikana Nata. Ilisimama gari nje ya ghorofa na kisha alishuka Titus Waziri. Alionekana kama mtu ambaye alikuwa na haraka hivi kwa sababu baada ya kushuka alipiga hatua hadi katika geti la jengo
akagonga. Shingo yake iligeuka na kutazama sehemu ambayo gari ilikuwa imesimamishwa. Ndani ya gari kulionekana watu wawili, na hawakuwa wengine bali ni Cecy pamoja na Raylat, na waliingia katika mazungumzo. Tumekuja kufanyaje? Cecy aliuliza akiwa anaendelea kumtazama Titus. Sijajua, ila mnahakika kama kwenye simu kweli kuna kila kitu? Nadhani ndio maana tuko hapa. Unamaanisha nini sasa? Safari Cecy aliuliza akiwa anageuka kumtazama Raylat ambaye alijibu, hebu acha tuone. Si unaona anazungumza na mtu? Basi wote waliwekeza macho yao upande ambao Titus alikuwepo. Walimuona akiwa anaongea na kijana ambaye hawakujua ni nani, huku mikono yake mara nyingi akirudisha na kuidondosha sehemu ambayo wao walikuwepo. Hawakuelewa kwa nini hata alikuwa anafanya vile. Lakini dakika 5 mbele alikuja Titus, akasimama mlangoni, akamtazama Raylat, akamwambia, software master anafanya kila kitu kuhusu software. Unataka kuiflash? No, tunahitaji kuifungua simu kupitia yeye. Yeye mwenyewe ni mtaalamu sana. Okay, hapa. Raylat alitoa simu na kumpatia Titus ambaye alipokea na kuitazama vizuri. Na kuja ndani ya dakika 10. Aliondoka katika eneo lile na kuacha akiendelea kumsubiri. Dakika 15 mbele Titus alirudi akiwa na simu ambayo imeshaondolewa password, na kilichokuwa ndani kilitazamwa na kila mmoja ambaye alikuwa mahali pale. Raylat alimuona mama yake akiwa na hamasisha kubakwa kwa Dija. Nyuma pia kulikuwa kuna Ibrahim pamoja na mke wake. Hakuamini kile ambacho alikuwa anakiona mpaka machozi yakaanza kumtoka. Yaani huyu ni mama yangu. Sikia, tunahitaji kufanya kitu. Titus alijibu akiwa anapuuza kile ambacho ameulizwa. Kipi? Kusambaza video hii katika mitandao yote ya kijamii. Lakini tutakuwa tunadhalilisha, tunatumia akaunti zake. Yeye ndo ambaye atakuwa responsible kwenye hili. Unajua kama tukisema tupeleke hii kesi polisi na kufanya kama ushahidi, jamaa na hela nyingi sana, anaweza kuonga sana. Ataonga kitu kizima na hamna ambaye ataamini. Okay, hii ni idea nzuri. Mimi naona pia ni kusambaza. Watu waone, then utajua hata kama kuna siku hatopewa hukumu, lakini tayari wanakuwa wameshamjua Ibrahim ni nani. Watamchukia kuanzia yeye mpaka kampuni yake. Cecy alieleza kile ambacho kwa upande wake kilikuwa sahihi. Sasa Raylat alikaa kimya muda mrefu kwa sababu kichwa chake kwa kinaendelea kutazama video hile na kuirudisha katika ubongo wake. Ile ya kwanza ilivuja haikuonyesha watu wengine, msikilizaji, lakini hii ya sasa inaonyesha watu ambao wako nyuma ya video. Ile ya kwanza ilivujishwa, ilionyesha tu kipande kifupi cha wakati mama yake na Raul anabakwa, lakini hii inaonyesha na watu ambao wako behind the scene. Basi Raylat alikuwa anahisi maumivu kwa mama yake kwamba amehusika kwenye tukio kama hili la kikatili. Alihisi maumivu kwa sababu hakujua upande wa pili mama yake, na kuvujishwa kwa video hii basi kungefanya pia mama yake akadhalilika. Ndio maana alisema namtaka Raul kwa hali na mali. Alizungumza kwa sauti, jambo ambalo lilimfanya Titus kuuliza, nani? Mama alijibu na kukaa vizuri, akaendelea. Kuna siku nilikuwa nimeingia kwenye mgogoro na Raul, nikaenda na picha yake kwa mama. Nikamuuliza kila kitu, akaambia namtaka Raul. Nilipomuuliza kwa nini hakuniambia, lakini anaonyesha namtaka sana. Lakini sasa hivi nadhani najua kwa nini. Raylat alifafanua. Basi kimya kilipita kwa muda na kila mmoja ndani ya kichwa chake alikuwa na mawazo mbalimbali. Mwisho Raylat akaomba aondoke katika eneo lile na Titus alifanya hivyo. Aliondosha gari, lakini makubaliano ambayo alikuwa mbele yao ilikuwa ni kusambaza video kupitia mitandao ya kijamii ya Ibrahim. Yani Ibrahim mwenyewe ataonekana kwamba amezisambaza picha zile. Ni siku nyingine ambayo ilikuwa ni asubuhi, ikawa mchana, ikawa usiku, ikaingia tena asubuhi, ikiwa na mbwembwe zote, ikiamini kwamba haiwezi kupita, lakini haikutambua kama kila kitu kipo kwa muda. Jua lilipoanza kukomaa tu, wanadamu na wanyama wanabadilisha majira, wanaita mchana, na jua likishindwa kuendelea kuangaza katika jiji la Mwanza, kiza kikasema sasa ni muda wa yeye kuonyesha umwamba wake. Ikawa sasa ni usiku. Hali ilikuwa hivi kwa zaidi ya siku 3. Ugomvi wa mwanga na kiza ukaendelea kuisumbua dunia kwa muda mrefu. Ni saa 5 sasa tangu Riaz aachane na Hamitore. Maisha yake irudi Mwanza kama mwanzo, na penye maradhi kuna uharibifu si tu wa pesa bali hata nguvu na mipango pia. Riaz alipoteza kila kitu kwa muda mfupi tangu kuugua kwa mpenzi wake. Walijikuta wakichukua maamuzi magumu ya kuhama kutoka hostel ambako walikuwa wanaishi mpaka mtaani. Walitafuta chumba cha bei nafuu katika eneo la Kijiweni Nganza na wakaishi hapo. Ikawa ni asubuhi sasa, Fina anaenda chuo kushughulikia mitihani ambayo ilikuwa inakaribia kuisha, na jioni anarudi kumsaidia mpenzi wake kazi za hapa na pale. Pesa ambayo Riaz alipata kutoka kwa Hamitore ilitumika kufungua kigenge kidogo ambacho aliuza mboga mbele ya nyumba yao ambapo alikuwa amepanga. Aliamini kwamba kufanya hivi, ingawa ilikuwa ni hatua dhaifu, lakini ingemfikisha kutoka sehemu ambayo yeye alikuwa anataka. Basi kila siku kwa siku ya kwanza tangu alipofungua, ukungu wa kutonulika kile ambacho amekianzisha ukamfikia. Hakuona matumaini ya kutoboa akiwa katika biashara ile.
Sasa wanenaji waliobadilishwa jina na kuitwa wahenga walinena kwamba hakuna mafanikio ya mwanaume bila mwanamke. Fina akageuka mstari wa mbele katika kumtia moyo mpenzi wake. Alimshauri mambo mbalimbali kuhusu biashara za vigenge, sababu hata yeye alikuwa ni mtu ambaye anatoka katika familia duni ambayo ilikosa mtaji mkubwa kufanya biashara zenye kueleweka. Sasa jioni hii walikuwa wamekaa wawili hawa wakisubiri wateja ambao walikuwa wakija na kujivuta sana. Ilichukua zaidi ya dakika 40 ili kupata mteja mpya, na kama angekuja basi angetaka ndizi ama tembele, na kisha wangesubiri tena kwa muda ili wauze tena. Mauzo kama hayo. Unajua kuna muda anatamani kuungana na Hamitore. Riaz alimwambia mke wake kwamba nitembee naye tu kwa sababu Scott aliniambia jamani, mtu ambaye anadhamini mashindano mbalimbali tunaweza tukapata pesa. Hebu kumbuka bado mkono wako unakuuma na mara kadhaa unalalamika kuhusu mkono umesahau. Unajua nini Fina, tatizo unachukia maisha, yani nachukia sana. Sasa kwa nini usingefuatilia kuhusu mpango wako wa script jamani, uenda akakulipa wale watu? Swali kutoka kwa Fina ambaye alikuwa amekaa katika kiti hiki lilienda kwa Riaz ambaye alikuwa akitazama biashara yake. Nilijaribu kuzungumza nao, wamesema tayari idea imetumika na watu wengine ambao sio tani yake na nani. Kivipi sasa? Tuliwapelekea wao. Niwapelekea wao, ila ndio hivyo wamenionyesha na video kabisa ikiwa imesharekodiwa imeruka mtandaoni. Au itakuwa ni mtu ambaye ulimuuzia PC kipindi kile ameuza vitu vyako. Si vilikuwa kwenye PC. Na wasiwasi kwa sababu niliweka huko kazi zangu zote na nilimwambia asifute, ila sijui imekuaje. Pole jamani baby, kwa inakuaje, umemwaje sasa jamani, unajipangaje? Na maana mimi mwenyewe tumbo ndio hili. Acha nikomae tu na hiki ambacho nimeanzisha kwa sababu siwezi anzisha vitu kila siku. Nitaendelea kuuza ili nirudi tu kwa Hamitole ikiwezekana na kuhatarisha maisha yangu. Au unasema hapana, mimi siko tayari. Mimi pia siko tayari, mke wangu nakutania. Okay, basi weka ibada mbele pia, lakini funga mara kwa mara. Mimi naamini kwamba watu watakuja tu kununua na mambo yetu yatakuwa vizuri. Fina alimweleza mume wake kwamba wapambane na biashara yao, waachane kabisa na swala la kwenda huyo Hamitore. Sasa maneno yake yalibeba hisia kali na nzito ambazo zilimfanya Riaz kuweka tabasamu. Alimtazama Fina, hakuona kama mwanamke huyu alikuwa ni kumpoteza kwenye maisha yake. Zaidi sana alitakiwa endelee kuwepo kwa ajili ya kuendelea kumfariji, akamwambia nakupenda. Najua, na ndio maana unapambana sana kwa ajili ya maisha yangu na mtoto wako. Alafu kuna kitu unajua mimi nilikuwa nataka kujua. Kuhusu nini baby? Hivi miezi mingapi mbakia? Soon as possible, spati picha akija. Jamani. Ngoja nianze kuzungumza naye kwanza nijue anataka lini na anataka nini. Riaz alipiga tole ilipokuwa Fina akaweka kichwa chake katika tumbo la mwanamke huyu. Akajifanya kuzungumza na mtoto. Walitafuta amani ya moyo hata kama walikosa pesa. Walitafuta sana furaha hata kama walikuwa na maisha magumu kama ngozi ya kenge. Riaz aliamini katika nyakati, aliamini katika muda, kwamba licha ya kuwa mwalimu mzuri lakini pia unatafsirika kama mwamuzi sahihi mafanikio yao. Kuhusu swala la kuingia katika filamu alibadilisha maamuzi na sasa hivi anauza mboga. Sasa akiwa ameweka sikio kwenye tumbo la Fina, alihisi mtoto akicheza, akataka kuweka mkono lakini alihisi kama kulikuwa na maumivu hivi, akajaribu kuunyonga. Matokeo ya kile ambacho likidhania kilikuwa sahihi. Ndio, bado mkono wake wa kulia ulikuwa na maumivu. Siku ile itakuwa niliumia serious, akajiambia moyoni mwake akiwa anatoa kichwa chake katika tumbo la Fina. Wakati wawili hawa wakiwa wanapeana moyo, kuna gari sasa ambalo lilikuja na kusimama kama mita 10 kutoka pale. Ilikuwa ni Crown nyeusi, na kisha alishuka mwanaume makamo hivi ambaye alikuwa amevaa suti. Akapiga hatua hadi alipokuwa Riaz na Fina, akasimama mbele ya genge, akauliza una kitunguu? Mwanaume aliuliza, kipo. Unataka kitunguu maji au kitunguu saumu? Nataka kile kinachotoa machozi. Ndo kipi? Hicho ni kitunguu maji bosi wangu. Okay, nahitaji 10,000. Pesa hapa. Yule mwanaume aliagiza akitoa pesa na kumkabidhi Riaz. Alipokea lakini moyoni mwake alikuwa na maswali mengi sana kuhusu mtu, idadi ya bidhaa ambazo anataka. Sasa kwa kuwa alikuwa ni mteja wake mpya, kutaka kuonyesha tofauti au kushangaa kile ambacho amefanyiwa, alihesabu vitungu vyake mpaka vilipotimia, akamuongeza na akamkabidhi kabisa, akamshukuru. Karibu sana boss. Asante, karibu na wewe. Yule mtu alimjibu bila hata kusubiri neno lolote kutoka kwa Riaz. Alipiga hatua kuelekea kwenye gari. Riaz alimtazama sana na mpaka Fina akamuuliza, mbona unamwangalia sana? Sijajua kwa nini na mashaka. Una mashaka naye? Unajua pesa ambayo ametoa ni kubwa, afu alipaswa kwenda kununua sokoni kabisa, vitunguu angepata vingi. Baby bwana, kuna watu wanapenda tu kusaidia wa chini yao wajikwamue. Kwa hiyo sio kwa sababu hajui atapata wapi basi tunataka kusaidia bwana. Hebu usifikirie sana. Sawa, hakuna shida. Ngoja nijitahidi hivyo. Sasa
Riaz ilibidi aungane na mke wake na kisha akarudi katika kupanga bidhaa zake vizuri. Sasa pale aliposimama ile gari, ndani ya gari kulionekana watu wawili. Mmoja alikuwa ni Gari ambaye alikaa katika siti ya dereva na mwingine alikuwa ndo yule kijana ambaye alitoka kununua bidhaa. Ripoti. Gari alizungumza, macho yake yakitua katika kioo cha juu cha mbele ya gari na kumtazama yule kijana ambaye alijibu, ana ujauzito, huenda atajifungua muda si mrefu. Okay. Alitikia gari na kuwasha gari lake akiweka gia kuondoka katika eneo hili. Ni wazi kwamba watu hawa bwana wanafuatiliwa. Okay. Sasa ni upande wa pili, akiwa kitandani amelala, masikio yake yalipitisha sauti. Paula aligeuka na kutazama upande wa pili. Ilikuwa ni sauti kutoka katika kifaa ambacho alikitegesha kwa ajili ya kumkumbusha pindi kunapopambazuka. Alinyoosha mkono na kukishika kifaa kile ambacho kilikuwa juu ya meza, lakini hakuweza kufikia. Akataka kukivuta kwa nguvu na likawa ni kosa. Alijikuta akidondosha chini. Usingizi wote ambao alikuwa nao ukamwisha. Akaamka, alipiga hatua hadi kilipokuwa kile kifaa, likiokota na kukirudisha tena sehemu yake. Akauliza yuko wapi? Ilikuwa ni swali ambalo lilikuwa la kwanza mara baada ya kugundua kwamba Shakil hakuwepo chumbani wakati ule. Kichwa chake kikarudisha kumbukumbu kwamba usiku jana alikuwa na Shakil, lakini yuko wapi mwanamume? Ilikuwa ni swali ambalo lilikosa majibu kabisa. Basi haraka alienda katika dirisha na kufungua pazia na kisha alisogeza kioo pembeni. Aliangaza kwa nje kama kulikuwa na Shakil, lakini hakumuona. Akajiuliza kulikoni. Akili ya kuirudia simu yake ikamfikia. Akarudi tena kitandani na kuchukua. Alikuta kukiwa na missed call kutoka kwa Sara. Atakuwa anasemaje? Alijiuliza akiwa anatazama simu ile. Ilikuwa tayari yapata majira ya saa 12 asubuhi, muda ambao alipanga kuamka na kuanza majukumu yake, na ndio maana alipiga kelele ya kifaa chake. Sasa aliamua kumpigia Sara akiweka loudspeaker na kuitupa simu kitandani, na akapiga hatua hadi katika kabati kusaula baadhi ya nguo ambazo angevaa. Pindi alipozipata nguo zile, akarudi tena kitandani akiwa na pasi, akachomeka waya katika socket, akaanza kupasi baadhi ya nguo. Basi simu yake iliita kwa sekunde kadhaa kabla ya kupokelewa. Sauti ya Sara ikafuatia na akaanza salamu. Hai Paula. Hai Sara, vipi? Nimeona missed call yako, ngasema nikupigie. Nilikupigia nikaona upokei. Nilichoka mno mzako, afu nilala kama mbwa. Okay, talk to me. Uko wapi kwanza? Yaani wewe ndio unaniamsha afu na uchovu bala. Vipi lakini chuo vipi? Nilipanga nije morning but tunataka kwenda kituoni mara moja. Kuna masuala ambayo tunafuatilia. Si unajua tena tumebakiza siku 2 kesi isomwe. Okay, nimekuelewa. Nasikia mke wako ameingia kwenye kesi. Ipi tena? Paula, ina maana hujui? Kujua nini? Safari hii Paula aliuliza akisogelea simu yake. Alishika vizuri na kuweka sikioni. Aliona anapaswa kuweka sikioni vizuri ajue, aelewe kile ambacho rafiki yake anazungumza. Kwani wewe jana hujaingia mtandaoni? Hapana, ndio tulivyotoka kwenye party ya George tu. Nimekuja nimelala mno, yeye ndo naamka sasa hivi. Kwa hiyo ulikuwa kwako, si ndio? Lakini wao niliwaacha kwa sababu walikuwa wamelewa. Basi ingia mwaya, maana kinachoendelea huko hali ni tete. Ubakaji unafanywa nje. Unajua unanisungusha sana. Hebu nienda kwenye hoja basi. Nasema hivi, kuna video inaonyesha baba Shakil na mke wake wanawatuma watu wambaki mama Raula. Iko wapi yani? Mbona ipo katika kila sehemu? Au subiri, ngoja nikutumie. Sauti ya Sara kutoka upande wa pili wa simu ilisikika na kisha simu ilikatwa. Paula akiwa na hamu kubwa sana ya kutaka kuona kile ambacho ameambiwa na rafiki yake, mikono yake ikaruhusu kidole kuwasha data. Pindi data zilivyoashwa tu, ziliingia meseji mbalimbali kutoka kwa watu wake wa karibu wakimpa pole. Meseji hizi ziliongozana na meseji ya Sara ambayo ilikuwa ni video. Aliifungua. Alichokiona kilimweka mdomo wazi. Hakuamini macho yake. Alitetemeka mwili. Nywele zilimsisimka huku ngozi ikianza kuzalisha joto. Ndio, ilikuwa ni video kubaka kwa Dija. Yaani hata hajakosea kuwaza. Haraka aliacha simu chini na kutoka nje, lakini kote huko alikuta kumepooza mno. Hakuonyesha dalili yote kwamba kulikuwa kuna watu. Akajaribu kuita, si mara moja wala mara mbili, lakini kimya kiliendelea. Wameenda wapi familia nzima? Ilikuwa ni swali ambalo lilimfanya kuzungumza, na akaendelea kuzunguka karibu nyumba nzima akiita huku na kule, lakini hakuna mtu. Akarudia simu yake na kumpigia Shakil. Simu iliita bila mafanikio. Akazidi kuwa njia panda. Kuchanganyikiwa kukamkumba na asijue anafanya nini kwa wakati ule. Sasa alijiandaa kwa ajili ya kwenda kwa kina Sara. Huko pengine angeweza kujua ambacho kile alikuwa ameambiwa. Naona jamani, Paula amemlaumu sana ndugu yake Raula.
lakini sasa watu ambao wanaishi nao ndio wanaonekana ni wanyama. Siku baada ya siku tunaendelea kufunua ukweli. Sasa ni upande pili, majira ya saa 5 asubuhi ambapo alionekana Mr. Adel ambaye ni baba mzazi wa Miriam pamoja na Luciana. Kama tunakumbuka, alikuwa karibu na lango la chuo cha Sauti. Alisimama hapa kwa muda sana akitazama wanafunzi mbalimbali ambao walikuwa wanaingia na kutoka katika chuo. Pembeni yake ulikuwa na Regina ambaye alikuwa kama anamuongoza hivi na kupiga naye story 2-3. Wawili hao walikuwa mahali hapa kwa ajili ya kuzungumza na Joshua kama ikiwezekana, kutokana na hali ya mtoto wake kuzidi kuchanganyikiwa kila siku pindi linapokuja jina la mwanaume huyu. Basi Mr. Adel aliamua kulivalia njuga. Wewe umewahi kuumizwa na mapenzi, babako akaenda kuongea na bwana wako anayekuumiza. Tuendelee kumsikiza Sam Dafur. Haya, jaribu basi kumpigia. Mr. Adel alimtaka Regina ampigie simu, na huyo naye alitoa simu yake akachezea kidogo akaweka sikioni. Akasogea kando, simu iliita na kupokelewa. Regina aliweza kumweleza Joshua juu ya ujio wa Miriam, na aliahidi kwamba angekuwa pale kwa dakika kadhaa zijazo. Baada ya mazungumzo yarudi tena kwa Mr. Adel na kumpa majibu ya kile ambacho alikuwa amemwagiza. Basi wote walikaa kusubiri. Dakika 10 mbele alikuja Joshua na kutoa salamu. Walimwomba aende akazungumze ndani ya gari, alikubali na waliongozana hadi katika gari, huku Regina akiwa nje akisubiri wazungumze mazungumzo yao. Naitwa Mr. Adel. Alijitambulisha babake na Miriam na akiwa anampatia mkono Joshua ambaye alipokea. Joshua ndo jina langu, aliitika. Okay, na kufahamu vizuri kabla hujajitambulisha. Sawa. Ulikuwa katika chumba cha mtihani? Ya, ndio, nilikuwa kwenye pepa. Nimemaliza muda si mrefu. Hongera sana. Asante Mr. Adel. Okay, ni kwamba nimekuja nikiwa na ombi moja tu, ombi ambalo linahitaji muda wako kama utojali. Karibu tu mzee, niko hapa kusikiliza. Joshua alijitutumua kujiweka sawa ili kumsikiliza mzee. Basi kimya kilipita na kuweka kambi ambayo isiyodumu mithili ya kambi ya wakimbizi. Kambi hii ilikuja kubomolewa na sauti ya Mr. Adel ambaye alisema, hivi kijana wangu unajua maumivu ya mapenzi? Yes, watu wanateseka nasikia, lakini sijawahi kuona wakiteseka. Kwa hiyo naweza sema sijui. Umeshawahi kuumizwa? Kuna muda niliwahi kuumizwa nikapuuzia, maisha kaendelea. Upo kulipa kisasi? Hapana, sipo kulipa kisasi. Maisha nyuma mafupi, kwani nilipe kisasi mzee wangu? Kwa nini umegeuka mwana wa Israel ikiwa huna nia ya kulipa kisasi? Kwa nini? Ufanya nini unayofanya? Una sura nzuri. Yaani mtu akikuangalia tu kwa mara ya kwanza anajua wewe ni husband material, mwanaume ambaye unaweza kupelekwa popote na ukapewa mke bila hata mahari. Unamaanisha nini mzee? Aliuliza Joshua. Swali hili ndio ambao ulikuwa mwanzo wa mazungumzo marefu ya mdomoni ambayo yalifanywa na Mr. Adel, akifafanua na kueleza machache katika mengi ambayo yanapatikana kwenye mahusiano. Akamwambia kwamba kuna muda unayempenda anaweza kuwa kero kwako endapo hutojali upendo wake. Atatesa na mapenzi, atakuwa anang'ang'ania akiwa na malengo mawili. Moja ni kukuonyesha kwamba anakupenda hata kama humjali, na lingine ni kuenda sambamba na hisia zake, yani asiwe mbali na kitu ambacho anakipenda. Lakini pia kuna muda yule ambaye ulikuwa unamchukia utakuja kumpenda endapo ukigundua hakuna mtu ambaye anaweza kubeba upendo wake zaidi yako. Kijana, au labda nikuite kwa jina lako, pengine unaweza kunielewa na kujua kwa nini ninaongea haya. Joshua, hakuna watu wasumbufu duniani zaidi ya wale ambao wamebeba mapenzi ya dhati kwa wapenzi wao. Hawa wanasifika kwa kusumbua hasa wakipenda. Wanasifika kwa kulia kisa mapenzi. Wanasifika kwa kutuma meseji mara kwa mara. Wanasifika kwa kutangaza. Wanasifika kwa kuposti. Wanasifika kwa kufanya kwamba wao wakipekee sana. Lakini usumbufu wao si kwamba wanautengeneza, bali ni hisia zao ndizo ambazo zipo katika mioyo yao zinawasukuma na kuwadondosha katika usumbufu huu. Ulikuwa ni haraka kwanza kueleza machache ambayo ulifunguliwa. Masikio Joshua alikubali kukiweka chakula hiki sikio na kuanza kula. Mdomo wake ukafungwa kwa muda. Macho yake yalipata baraka kumtazama mwanaume ambaye alikuwa mbele yake, ambaye alimzidi kwa kila kitu, kuanzia umri, mali, busara, nywele na kila kitu. Alihitaji kuendelea kumsikiza zaidi na alifanya hivyo. Mr. Adel akaendelea. Dunia ambayo ninyi mnaishi ina watu wachache sana ambao wamebeba upendo wa dhati, uvumilivu na kushindwa kumove on pindi wakipenda. Wapo wachache ambao wanaweza kuvumilia usaliti, hali ngumu ya maisha na kadhalika. Na endapo ukimpata mtu kama huyo upaswa kumpoteza, kwa sababu wengi wao hawataki stress, hawataki kujichosha, kwa kuwa wanaamini tunaishi na kuishia. Sasa kwa nini uteseke ikiwa maisha yenyewe ni mafupi na kwa Mungu kuna moto? Nimezaliwa katika miaka 60 ambapo hadi nafikisha miaka ya 80 ndo niliingia katika kitu kinaitwa ndoa. Nimeshuhudia wanawake wengi sana wakifa katika miaka hiyo kisa mapenzi. Lakini kwa hivi sasa idadi ya vifo vinavyotokana na mapenzi vimepungua, na hata visa vya ukatili unaotokana na usaliti vinazidi kuwa vichache na watu wanachukulia kawaida. So kwamba watu wamesoma sana hadi wameelimika, hapana.
Hakuna msomi katika mapenzi ya kweli, ni kwamba upendo wa dhati umepungua. Ndio maana unaona hata kama mtu akijua kisa amesalitiwa, watu wanashangana kukejeli wakisema, yaani kwa jinsi kiporo cha wali maharage kilivyo kitamu ndo nijue kisa mtoto wa mtu? Hapana, isi labda so mimi kwanza mwanaume yuko peke yake. Wanaume wako wengi, yaani hata kama sio yeye nitapata mwingine, na asiponioa nitajioa mwenyewe. Na hizi ni kauli zenu vijana, na si kwa sababu mapenzi hakuna, hapana, lakini kwa sababu mmeharibu na kupuuza dhana nzima ya mapenzi ya kweli. Unajua kwa nini naongea hivyo? Hawahisi kile ambacho yule mtu anakipitia. Wanachukulia ni rahisi sana. Maumivu ambayo anapitia ni yeye mwenyewe ndo ambaye anajua, lakini moyo wake unamuuma kumpoteza mtu wake, na haoni thamani ya kuendelea kuishi katika ulimwengu bila huyo mtu. Thamani ya dunia ni watu, na sio watu tu, bali ni watu ambao unawapenda na kuwaonyesha kwamba unawapenda. Mtoto wangu haoni thamani ya ulimwengu. Hajui kama kuna watu wanafurahia maisha haya. Hajui kama kuna watu wanaenjoy na kucheka ikiwa yeye anaumia. Anakosa amani, hana furaha, na kila muda anadondosha machozi kisa wewe. Moyo wake unamuuma na anatamani kufa, ndo maana alitaka kujiua. Sasa kwa nini umweke katika jela ya mapenzi mtu ambaye amekuonyesha upendo? Kwa nini umtese ikiwa hapo mwanzo ulimuonyesha mapenzi ya kweli na ukamthamini? Nisingependa kuongea mengi Joshua, lakini unatakiwa kujifikiria kuhusu binti yangu. Si kwa sababu ni mtoto wangu, ila kufikiri tu kuhusu dhana nzima ya mapenzi. Miriam ambeba sahani ya chakula cha upendo kwako. Unapaswa ukipokea bila kujali una njaa ama hauna. Hebu jaribu kula chakula kile ili usije kujilaumu kuwa mpishi ambaye alipika juu yako, labda kuna siku hata kuepo. Mrudishe Miriam katika hali yake ya kawaida. Anakupenda sana mtoto wangu. Nisamehe sana kama nitakuwa nakosea kijana wangu, lakini ilikuwa ni lazima nikwambie. Mr. Adel aliweka kituo na aliweka mwisho. Yalikuwa ni maneno kuntu ambayo alimfanya Joshua kutoka na jasho. Kitu alichopewa kilikuwa ni zaidi ya kauli za Jumanne mbele ya Majid katika kisa cha Sina Hatia. Alifundwa na kufundwa tena. Alijikuta akihema, na alipokaa sawa akasema, kwani yuko wapi? Yupo nyumbani kwangu. Naruhusiwa kwenda kumuona mzee? Kama utojali. Sawa basi, naomba tuongozane. Kauli hii ilikuwa na furaha sana kwa mzee Adel ambaye hakuamini kile ambacho anakisikia. Tatizo ambalo alitamani kutumia hata silaha ili kulitatua, lakini ulimi wake uliweza kutatua tatizo hili. Alijiona ni mwenye bahati sana. Alimtaka Regina kuingia katika gari, na alifanya hivyo, na kilichokuwa kimfuatia mbele yao ilikuwa ni kuongozana kuelekea nyumbani kwa Mr. Adel, ambako huko Miriam angekutana na Joshua kwa mara nyingine tena katika maisha yake. Msikilizaji, kama unateseka na mapenzi, mwambie babako akaongea na bwana wako, au mnasemaje? Sasa ni upande mwingine ambapo tunaonyeshwa alikuwa amekaa watu 3 katika kibweta, ambapo Fina pia alikuwa pembeni upande wa kulia, Raula alikuwa katikati, na Mina alikuwa upande wa kushoto. Story na songa hazikuwa kauka marafiki hao wa muda sasa. Kwa hiyo Jumatatu ndo kesi nasikilizwa. Mina aliuliza na kumtazama Raula. Na kila kitu kinaenda vizuri Mina. Umejipangaje? Fina aliuliza. Nimejipanga vizuri, but kila kitu kinaweza kwenda sawa, mtangulize Mungu. Okay, nitafanya hivyo pia. Lakini vipi kuhusu Riaz? Raula alibadilisha mada. Tupo tunapambana maisha yetu, kikubwa ni kwamba tusije kulala tu njaa. Hivi ni wewe Fina? Sauti hii ilikuja kuingilia mazungumzo, na haikuwa nyingine, alikuwa ni Lisa ambaye alikuwa amesimama kando ya Fina. Lisa, kumbuka, ni kaka yake na mwanaume ambaye alikataa mimba ya Fina. Kwa hiyo huyu ni kama wifi mtu hivi tunasema. Basi wote walitupa macho kumtazama Lisa ambaye alijitambulisha yeye ni nani na yuko pale kwa ajili gani. Ni mimi Fina, alimuitikia na akathibitisha kwamba yeye ndo mtu ambaye alikuwa anamuulizia. Basi kimya kilipita wakiwa wanasubiri kujua ujua Lisa ulikuwa na maana gani. Kwa kuwa walikuwa na daftari mkononi, basi Raula alimkaribisha, karibu tusome. No, mimi sijaja kusoma. Kumbe Kwa hiyo nilikuwa na mazungumzo na Fina, kama mtu jali mnaweza kuniruhusu kuzungumza naye. Unataka kumpeleka wapi makija yangu jamani? Ambeba mume wangu tumboni ujue. Raula aliongea akiwa ameweka utani. Basi akajikuta akiangua kicheko, na kila mmoja alijawa na tabasamu kutokana na kauli ambayo ilizungumzwa na Raula, na kisha swali kutoka kwa Fina likawarudisha katika mstari. Sasa hivi nataka tuzungumze sasa hivi. Kama utakuwa free. Okay, hamna shida. Aliotazama wenzake akaaga, na kisha akasogea pembeni kidogo ili waweze kuzungumza. Ilikuwa ni kama mita 10 hivi, ambapo kulikuwa na kimbweta kingine. Waliweka makalio yao chini, na kila mmoja akamtazama mwenzake kwa hamu kubwa sana. Fina akawa na wasiwasi kwa sababu hajawahi kumuona mtu huyu hapo kabla.
Akamwambia okay, naambie miss. Okay, I hope unijue, mimi naitwa Lisa. Au asante, mimi naitwa Fina. Na kujua bwana, ila sidhani kama tumewahi kuonana hapo kabla kuzungumza. Lisa alizungumza. Mimi sijawahi kuona, ni mara yangu ya kwanza. Okay, sawa. Niko nataka kuzungumza kuhusu mtoto lombeba. Lisa alioga kituo huko akinyosha kidole katika tumbo la Fina. Wewe umetumwa? Lilikuwa ni swali la Fina ambaye aliuliza akiwa na hasira sana. No, lakini listen, hebu sitaki stress kwa sasa hivi, stay away from me. Fina alichimba mkwara na kuondoka, kutaka kujua chochote kuhusu tumbo lake. Lisa akajaribu kumuita mara kadhaa, lakini hakuonyesha dalili ya kutaka kukaa katika mazungumzo wala kuwepo katika eneo lile. Safari yake ilienda pale ambapo wenzake walikuwepo, akachukua mkoba wake na binti huyo akaondoka zake. Na leo ni siku nyingine, hatimaye tunaonyesha kwamba jua lilikuwa linawaka, na lilipozama basi limkuta Paula akiwa anaendelea kuzunguka kulia na kushoto katika nyumba ya Ibrahim. Basi kutwa nzima alikuwa yuko mwenyewe na alitegemea kwamba kina Shakil wangerudi ama kumpigia simu na kumpa taarifa juu ya wapi wameelekea, lakini pia kwa nini wapo kimya. Kumbuka binti ameamka asubuhi yuko mwenyewe, lakini kwa hivyo kimya kiliendelea kufumba na hakuelewa nini kilikuwa kinaendelea. Basi bila kuchoka, Paula alijitahidi kupiga simu mara kadhaa, lakini haikufanikiwa kupokelewa, na hii ilizidi kumpa msongo wa mawazo. Akawaza wapi mwanaume wake ambapo atakuwa alikuwepo. Basi mtu pekee ambaye angeweza kumfariji kwa wakati huu alikuwa ni Judith tu. Basi akaamua kuchukua simu yake na kumpigia. Simu iliita lakini haikupokelewa. Alipiga tena na tena, lakini bado simu haikupokelewa, na hii ilimzidishia hasira kama si wasiwasi, akijiuliza si chini ya mara 2. Yani kwa hiyo wameondoka wote au imekuwaje? Mbona nashindwa kuelewa, na kwa nini hamna ambaye anapokea simu zangu? Kwa nini sijaagwa? Basi binti akiwa anaendelea kuwaza, simu yake iliita. Alipotazama sasa akaona namba ya Raula. Ilibidi apokee. Rau, na mazungumzo na wewe. Sauti ya Raula kutokea upande wa pili wa simu ilitoa taarifa, na kisha huyo akapotea. Taarifa hii ya wito ilizidi kumchanganya Paula. Akawaza ni kwa nini ndugu yake hajataka hata salamu zaidi ya kuanza kusema anataka mazungumzo na yeye. Basi akili ikamtuma kuirudia simu yake ili aweze kupata kuelezwa, japo kuwa hakuwa amependezwa na ule wito. Wasiwasi kuhusu Shakil ndio kitu ambacho kilimsukuma kupiga simu. Alichezea simu kwa mara ya pili na simu alipiga tena. Simu iliita. Raula alipokea sekunde 30 mbele. Unasemaje? Sijui una mazungumzo na mimi, sio kitu gani? Yani kuna nini? Acha kuuliza maswali ikiwa nimeshakueleza kwamba unatakiwa kufanya nini. Kwa hiyo nikipuuza, hivyo umenielewa nilichokuambia? Kwani uko wapi? Niko nyumbani, fanya haraka uje. Kuna nini bwana? Tuniambie bwana, niwe najua kabisa nakuja kufanya nini. Haina haja kufanya hivyo, njoo. Lakini acha maswali, nimekwambia njoo. Sawa? Paula alikata simu. Kilichofuata alikuwa ni kuelekea chumbani kwake ambako alijiandaa hadi alipomaliza na kisha kuondoka. Alihisi kama huu wito una tofauti na siku zote. Sasa ni upande mwingine tunaona familia ikiwa napata chakula cha jioni, ambapo yalikuwa ni maboga na vyakula vingine vilivyokuwa juu ya sahani, ambapo ilikuwa katika utefu chumbani ambako kulitandikwa na walikuwa wamekaa juu ya huo utefu. Sasa kwa ujazo mkubwa wa mahaba na mapenzi ya dhati, Riaz aliendelea kumlisha Fina taratibu, stories hapa na pale zikiendelea ambazo iliambatana na mazungumzo kuhusu biashara ambazo zinaendelea. Kadri ambavyo Riaz alivyokuwa akimshirikisha Fina kuhusu biashara, alianza kuhisi kama mrembo huyo yuko sawa. Ni kweli Fina kwa sawa. Alikuwa akisumbuliwa na taarifa kutoka kwa mama yake ambaye alimpigia simu muda mfupi hivi kabla ya chakula. Taarifa ambayo ilimtaka kurudi kwa Dastan ili kwenda kulea mimba. Basi akiwa nakula ndipo ambapo akawaza sana, sababu kila sekunde alikuwa anakumbuka kuhusu kauli za kugombana ambazo zimejaa kejeli tele kutoka kwa mama yake. Unampaje mtoto mwanaume masikini na baba yake hayupo? Wakati baba yake tajiri yupo kabisa. Mapenzi yako wewe mwanaume ndo anakufanya umnyime haki ya mtoto. Hivi wewe unataka kuwa una kichaa au unataka akikuwa mtoto kuonaje? Una akili kweli wewe? Basi ilikuwa ni kauli ya mama yake ambayo ilikuwa ikijirudia kichwani, na binti hakuwa amemshirikisha mwanaume wake kuhusu masuala hayo ambayo yanaendelea kutoka kwa mama yake. Aliamua kufanya kimya ili pengine alihisi labda asijakamwambia mwanaume wake, na ikawa ni kitu ambacho kinamuumiza. Basi taratibu tone la machozi ambalo lilikuwa limejificha kwenye ngozi ya jicho lilishindwa kujizuia. Huzuni ilimtawala na mara ya kwanza ikabidi adondoshe chozi. Kilio cha kwiki ambacho kilianzia tumboni ilijaribu sana kuzuia, lakini ilikuwa ngumu. Fina ilibidi alie, na kwa akili ya haraka Riaz akahisi kwamba labda mpenzi wake anasumbuliwa na tumbo. Alisogea na kumshika na kisha akampapasa tumboni, lakini alizidisha maumivu katika moyo wa Fina. Alimtazama mwanamume ambaye anajituma kwa kila kitu ili kuhakikisha kwamba anakuwa sawa pamoja na kichanga tumboni. Alishindwa kuvumilia. Ilibidi sasa amue kulia kwa sauti kubwa. Basi kufikia hatua hii, Riaz akatambua kwamba kinachomsumbua barafu wa moyo wake si tumbo tena, lakini kuna ajenda nyingine ya siri ambayo bado inamsumbua katika moyo wake.
Alifahamu alikuwa katika wakati mgumu, lakini alitakiwa kuchukua uamuzi ama kurejesha kumbukumbu ambazo hajui ni zipi, lakini pengine inaweza kuumiza. Basi alimtazama usoni na akamuuliza, kuna sehemu ambayo nimekukera mpenzi wangu? Lilikuwa ni swali ambalo lilimfanya Fina kufikiri kwa muda. Akameza funda la mate kwa sauti hivi na akawa anatetemeka kwa ajili ya kurudisha majibu. No, hujanikera. Sasa kwa nini unalia? Ni familia yangu. Ni wakina nani? Mfanyaje? Wameanza kunisumbua kuhusu mtoto. Mtoto? Yaani kivipi? Basi safari Riaz aliuliza tena akiwa amekunja ndita, na hata kile kipande ambacho alikuwa anakula cha boga alichokuwa ameshika mkononi ilibidi achie. Alimtazama Fina ambaye aliendelea kubujika kwa machozi. Fina alipanga kumwambia ukweli Riaz juu ya kile ambacho ameambiwa leo chuoni na Lisa, lakini pia hata salamu ama za simu ambazo zilikuwa zimepigwa na mama yake kuhusu ujauzito. Sasa alijua kusema ukweli ingegeuka ni wasama kati yake na mwanamume huyo ambaye alikuwa tayari kufa kwa ajili ya kumwokoa. Ukweli hausemwi daima, na hata kama ukisema basi sio ukweli, lakini kauli kwa Fina aliamua kuiweka pembeni kauli hii kwa wakati huu na akaamua kusema ukweli. Aliamua kufunguka juu ya kwa nini alikuwa yuko sawa. Wamempigia simu mama akamwambia kwamba ujauzito nilokuwa nao ni wa kijana wao. Kama yule alitoshi nilifuata leo chuo. Na kina nani? Lisa, Mbende, dada yake na Dustin. Okay, kwa hiyo anataka nini? Riaz alifoka. Fina akapoteza hata umakini wa kuzungumza kwa sababu hakutaka kueleza jambo huku mtu ambaye anamwambia akiwa amekasirika. Basi alimtazama Riaz na akagundua tayari ameshabadilika kimuonekano kwa sababu hata sura yake ilikuwa imekunja ndita. Ikabidi ampoze mwanamume, akamwambia calm down babe, basi tuongee. Yaani unajua bado sijakuelewa. Yaani unataka uniambiaje kwani? Hasa mbona una panic jamani, kati nimekushirikisha soko ubaya. Hebu sikiza Fina, mimi sina muda wa kuongelea hili tena. Tena waambie kabisa wasithubutu kufanya hicho wanachotaka kukifanya. Sijui unanielewa? Nadhani nishamaliza. Riaz alichimba mkwara na kisha aliondoka na kuelekea nje. Hasira alizokuwa nazo zilimfanya asiwe tayari kusikia lolote kuhusu upande wa Fina, na alipokuwa amechukia alikuwa ameshikwa na hasira sana. Pindi alipotoka nje, kila kopo ambalo lilikuwa mbele yake ligeuka mpira. Nguzo za miti na ambapo kwa kuna mti wa maembe pale ulipigwa kwa ngumi kwa ajili ya hasira ambayo alikuwa nayo. Anajiuliza wao wanataka nini? Wanahisi kwamba mimi nilivyopambana ni mjinga, wanataka niwaue au nifanyaje? Mimi siko tayari kumpoteza Fina, siko tayari. Riaz alikuwa akijiambia kwa sauti akigeuka nyuma. Alimuona Fina akiwa anapiga hatua. Kwa mwendo wa mtu ambaye amekosa amani katika moyo wake, Fina alitembea hadi karibu na Riaz, akaweka mkono wake katika bega la mwanamume huyu na akakaa kando. Kwa sauti ya upole Fina akauliza, "Kwani umekuwa na hasira hivyo kipenzi?" Swali hili lilikujibiwa. Riaz aliendelea kudosa vidole vyake aking'ata mdomo wake ambao ulikuwa una hasira sana. Sasa alikuwa na hasira pia, alikuwa amekasirika sana na alihitaji nafasi ya kujifikiria zaidi katika maamuzi ambayo angeenda kuchukua. "Unanichukia?" Fina aliuliza kwa mara pili. Safari hii Riaz aligeuka na kumtazama, akamwambia Fina, "Hivi familia yako inanichukuliaje? Wanataka nini mimi?" "Penzi, tunahitaji kuongea kuhusu hilo, si ndio? Kwa hiyo, wewe na maana unalipenda hapa, si ndio?" "Hapana, sio kama napenda. Unajua nini napitia, lakini nipe nafasi basi niongee. Unajua kuna muda nitaonekana ni mbaya kwa maamuzi ambayo nitakuja kuchukua. Yaani waambie watakuja kuniona mimi ni mbaya, Mungu nakwambia." "Sasa jamani, unahisi kama mimi sikupendi?" "Sina hakika, lakini hao ni watu tu. Wao watu ni wanahela." "Kwamba unamaanisha nini?" "Mapenzi sio pesa, na ndio uoga inatenga wenye upendo. Kumbuka umesema uongo mbele ya mama yako kuhusu mimi kwa sababu ya pesa." "Riaz, nisikilize basi." Fina alikuwa anajaribu kuzungumza na mpenzi wake, na wakati alikuwa akiangalia juu ya anga. Bara mwezi ikapiga usoni kwake na wingu likatua kwenye nuru, na akaona nyota ambazo zilikuwa zinang'ara. Uso wake ulipokea nuru ile, lakini macho yalidondosha machozi. Akarudi kwa Riaz akamuuliza, "Unaniamini?" "Kwa sasa hivi ni ngumu. Najua ushadhani kwamba sio naweza kwenda kutenga. Ndio hicho ambacho kinaenda kutokea, unafikiri kuna kingine?" "Sio kweli." Fina alisita kidogo, machozi yakawa yanamtoka, akasema, "Fahamu kwamba wewe ndo baba huyu mtoto." Fina alipapaza tumbo lake na kurudisha na macho angani, akasema, "Kama ilivyokuwa kwenye ile nyota ambayo inawaka pembeni ya mwezi na tembea na mwezi popote pale, ndivyo ilivyo kwako. Sitakubali kupokonywa kichanga huyu ambaye umempambania na kuhatarisha maisha yako ili awe hai afu nikampa mtu mwingine. Wewe ndo baba halali wa mtoto wangu, niamini." Fina alimtoa hofu Riaz ambaye uso wake sasa ulianza kupoza hasira taratibu. Alimtazama Fina na yeye alisogeza mkono wake hadi begani kwa Riaz, akamsisitiza akamwambia, "Nilikuwa ni sehemu ya watu ambao wamedhalilika, watu ambao wana furaha na amani katika maisha yao, lakini ukakubali kunyokota na kunisafisha. Utabaki ukisimama kwa mume wangu bora wakati wote, utabaki kwa baba mtoto wangu. Najua nitapitia kashikashi nyingi hapa katikati, lakini sipo tayari kupokonywa haki yako. Niamini mpenzi wangu." Basi maneno haya akamrudisha Riaz katika mstari, akajikuta akimkumbatia Fina na akamwambia kwamba unajua dunia haina uwaji, ila wanatengeneza endapo wakithubutu kufanya chochote, na mimi nitakuwa miongoni mwa wauaji ambao wametengenezwa.
aliweka kitu na kumpiga busu Fina. Kauli hii sasa ikarudisha katika hali ya amani ambayo ilikuwa imeshapotea hapo awali. Ni upande mwingine ambapo tunaona ni koridoni, ambapo korido iliendelea kupokea hatua zao na sauti ndogo za viatu ambavyo vilikuwa vikilia. Alikuwa ni Miriam akiwa upande wa kushoto, Joshua akiwa upande wa kulia, na katikati alikuwepo Mr. Adel ambaye alimtazama na kisha akasema, "Mwanzako anaonekana na furaha sana tangu ulipokuja." Kauli ilimfikia Miriam ambaye alitabasamu na akasimama. Basi wote wakasimama kwa sababu hakujua kwa nini alisimama. "Kuna nini?" Mr. Adel aliuliza. "Dad, unajua kwa nampenda sana Joshua." "Ya, ndio maana yuko hapa pia. Unajua sikutegemea kama angekuja, lakini ndio hivyo tumemleta." "Msisitize basi, sije kunitesa jamani baba." "Miriam, kila kitu kitaenda sawa. I was wrong. Nimekubali kwamba nilikosea." Joshua alijibu, na Misadi akasema, "Kwangu mimi naona kwamba Joshua amekubaliana na wewe, kwa hiyo ondoa shaka mtoto wangu." Basi macho Miriam alimtazama Joshua kwa kuibia hivi. Alikuwa akitamani apate alau kumbato kutoka kwa mwanamume, lakini ndio hivyo, babake yuko pale na asingeweza kufanya hivyo. Kutazama kwake kukatengeneza taswira sahihi kwa Misaadi, na alifahamu nini wawili hao walitaka kufanya. Basi akatafuta sababu ya kuwaacha wawili, na alipopata akasema, "Hebu ngoja niende kuarrange viti hapo, then nitakuja." Aliondoka akawaacha. Uwanja ambao ulikuwa ukitafutwa kwa muda mrefu sasa ulipatikana. Miriam alihitaji kujithibitishia kama kweli alikuwa anapendwa na Joshua, na ndio maana amerudi au la. Basi alisogea karibu katika mwili wa Joshua. Hisia nzito za mapenzi zikawa katika mwili wake. Alikuwa amemisi vitu vingi sana kutoka kwa mwanamume huyu, kuanzia kumkisi, kumkumbatia na hata kuzungumza naye maneno mazuri ambayo yamejaa sifa tele kuhusu uzuri wake. Basi pindi Joshua alipomuona Miriam anamkaribia, akanyosha mikono yake. Viganja vyote viwili vikapokea mikono ya Miriam. Alimshika vyema na kumvuta, na walikumbatiana. Kilichofuata ilikuwa ni kubadilishana mate kwa muda wa dakika moja, huku kila mmoja akifurahia uwepo wa mwenzake. Sasa wakati haya yanaendelea, upande wa nje kulikuwa na Misaadel, Luciana pamoja na Regina. Walikuwa wamesimama kando ya bwawa la kuogelea ambalo lilibadilika rangi kila muda. Regina akiwa anachezea simu, ndio muda ambao baba wa binti yake aliingia katika mazungumzo na mwanae. "Vipi, umewacha wapi?" Luciana aliuliza. "Wako ndani, mapa space." "Kwa hiyo si umeshaongea nao wale watu wa hoteli kwamba lazima tufanye sherehe usiku leo?" "Kumbe kuna sherehe?" Regina aliuliza. "Ya, nilikuwa nimepanga hivyo au wenzangu mnaonaje?" "Ninachofikiria, hebu kwanza tusubiri hadi siku ya kuzaliwa kwa Miriam. Amebakiza siku 7 tu." "Ya, ndio maana naona bora hivyo." "Basi sawa. Sidhani kama itakuwa mbaya, lakini Joshua anaeleweka?" Regina aliuliza, swali lake lilikuwa na mashaka juu ya Joshua. Misadi aliweka tabasamu katika uso wake, akamtazama Regina ambaye alikuwa na hamu kubwa kusikia jibu ambalo litajibiwa. Akajibu kwamba tupo katika nyakati ambazo mtu huhamisha moyo wake kila sekunde. Hajali kama alikuwa katika wakati gani, ataeleweka tu. Alimpiga begani na kuondoka zake. Haya msikilizaji, baba mtu amefanikiwa kumrudishia binti mume wake. Tuwe tunaenda kulia kwa wazee. Sasa upande wa pili tunaona watu wanne, ambapo alikuwepo mama Nurdin mwenyewe, Marge pamoja na Raul, ambao walikuwa wakimtazama Paula ambaye aliingia ndani muda si mrefu akiwa kama sehemu ya kutii wito kwake. Alipofika alimtazama mmoja baada ya mwingine, na bila kusema lolote alikaa katika sofa akatoa simu na kuchezea. Mama Nurdin alimtazama Paula akazimeza dharau zake, na alitegemea kwamba angepokea salamu ya binti yule, lakini haikuwa hivyo. Paula aliendelea kuchezea simu yake huku akionyesha hajali lolote kuhusu kikao kile. Akarudisha macho kwa Raul ambaye alizungumza. "Nimekuita hapa lengo sio kuchezea simu." "Kwa hiyo?" Paula naye aliuliza, na akaacha kuchezea simu akimtazama Raul. "Nataka kukuambia kwamba tuna siku 2 za kujiandaa kabla kwenda mahakamani." "Kwa hiyo kwani mimi niko upande wenu?" "Uko upande wa nani?" "Mimi siwezi kuwa upande wa watu ambao wamenolea furaha yangu. Unajua jinsi gani ambavyo mamangu anateseka? Unajua jinsi gani ambavyo mimi nateseka kwa ajili mamangu yupo duniani?" "Paula, hakuna ambaye ameondoa wao wazazi wetu. Yaani sisi unaotuna hapa hakuna ambaye ameshiriki. Mimi sio mjinga kuchezewa game kama Candy Crush game, sawa? Sio, mnanielewa? Najitambua vizuri sana. Unajua ziko kujua kweli utakuja kuumia sana, Paula. Ukweli gani? Kwani unataka nini labda?" "Mimi nataka kukuambia kwamba tunaenda mahakamani na watu ambao unawatafuta sasa hivi wapo mikononi mwa polisi, wamehusika moja kwa moja katika kifo cha baba na mama. Kwa hiyo uko upande gani? Wale watu ulikuwa na kanondo wauaji? Kivipi sasa? Mbona sikuelewi? Wakati sisi tunamtafuta mtu ambaye ameua familia yetu, kumbe maadui ulikuwa nao karibu. Ibrahim na mke wake wamehusika moja kwa moja katika kifo cha Sarafina na Mr. Emmanuel." Marge alikazia. Sasa Paula alisimama akimtazama mmoja baada ya mwingine akiwa katabasamu. Kichwa chake kilichambua kila neno ambalo alikuwa anaambiwa na watu wale. Baadaye akacheka na akasema, "Na taarifa zako kuhusu ile ambalo unaliongea, unamaanisha nini?" Raul aliuliza. "Mmeanza kubuni uongo ili kesi izidi kuwa ngumu upande wangu, si ndio?" "Paula, una nini lakini? Hata kama mngeleta sijui kitu gani, sijui sehemu kama ya ushahidi, lakini hamtabadilisha ukweli kwamba wewe ndio mhusika katika kifo cha mama na baba. Lengo lako si kurithi mali. Nina ushahidi wa kutosha kwenye hili. Naomba tukutane mahakamani."
Mkwara huu aliupiga Paula na ulitosha kwake kuweza kuondoka mazima. Hakutaka tena kuendelea kubaki pale kwa ajili ya kuendelea kuzungumza na ndugu yake. Sasa safari ya Paula ilienda kutoa nyumbani kwa Judith ambaye alikuwa ni rafiki kipenzi na mama yake. Aliamini kwamba kupitia mtu huyu angeweza kumsaidia na kumshauri juu ya kile ambacho kinaendelea. Sasa akiwa sebleni, Judith alikuwa anatazama zake runinga pale na mlango ulifunguliwa na Paula aliingia. Wakati huo kilio kilifuata kwa nyuma. Basi Judith alitambua kwamba kuna jambo labda linaendelea. Basi haraka alimwahi, akamsogelea na akamshika bega, alafu akamtaka binti aweze kukaa chini ili aweze kuzungumza. Paula alikaa kwenye sofa, Judith naye alikaa pembeni yake akimtazama. Macho ya binti hakuacha kububujika na machozi na hata kitambaa ambacho alikuwa amekishika mkononi kililoa kweli kweli. Aliumia moyoni na alikuwa na wakati mgumu sana kumtetea, na ni vile ambavyo aliita kile kitu kama ni haki, lakini kadri siku ambavyo zilikuwa zinasonga mbele mambo ilikuwa magumu. Judith akaweka swali akamuuliza, "Kuna nini? Maana ni usiku na hujanipigia hata simu kunipa taarifa kwamba unakuja. Kwa nini nataka kudhulumiwa mali zangu? Kwa nini? Ina maana uliponiambia furaha yangu haijatosheka jamani?" Paula alijibu akiwa anazidi kulia. "Nini kinaendelea? Auntie, mimi hata sijui, lakini sasa hivi wanataka kubambikiza kesi kwa watu wengine, tena wale ambao wamekuwa wakinipa furaha. Imekuwaje? Raul anasababisha haya yote na hakuna mtu wa kumzuia. Kwani amefanyaje? Si uniambie. Mimi namchukia sana jamani. Namchukia kwenye maisha yangu Raul. Mbona nikosea hivi jamani? Mbona mimi sijui kumwingilia hata siku moja? Yote haya Raul anafanya. Yaani yeye ndo anafanya kila kitu, mna mtu mwingine." "Sawa, basi niambie sababu kwa nini unalia? Maki hata sikuelewi, umefika hapa unalia, uongee kitu ambacho na kikaeleweka. Niambie basi shida ni nini?" "Ibrahim, eti Shakil na mama yake eti wanashikiliwa na polisi kwa kosa la mauaji." "Unasemaje?" Alipayuka Judith akiwa ametoa macho na alinyanyuka kwenye sofa. Mikono yake ilitua kiunoni na akatengeneza jagi katika mwili wake. Akaendelea kumtazama Paula ambaye hakuna kingine ambacho alikifanya zaidi ya kuangua kilio. Akauliza, "Ina maana Raul amefikia huku?" Auntie, mimi nachanganyikiwa. Najuta kwa nini nilizaliwa mtoto. Yaani mimi na yeye tukawa kwa baba mmoja na binti katili kama yule jamani. Kwa nini Mungu hakuona mtu mwingine wa kunipa kama ndugu akanipa Raula? Paula alikuwa kilalamika. Basi kukosa amani katika moyo wake ndio kitu ambacho alikuwa anakipitia kwa wakati huo. Kutokujua nini anapaswa kufanya ili kurudisha amani katika moyo wake, na sehemu ya mateso katika maisha yake ilikuwa imeandama sana Paula. Alikosa kila kitu katika maisha yake. Alimkosa Shakil, alimkosa baba yake pamoja na mama yake. Na sasa hivi aliamini kwamba anakwenda kuzikosa mali kutokana na watu ambao walikuwa wakiwategemea kama msaada kwake kugeukia upande wa pili. Sasa Judith akiwa kama shangazi alitumia ukubwa wake kama jalala. Licha ya kukosa mvi, lakini wasaa huu alikuwa tayari kugeuka mshauri. Alijitahidi kadri alivyoweza kuweka sawa na kumweka sawa mrembo huyu. "Nisikize Paula, kila kitu kitaenda sawa. Auntie, acha kunifariji bwana, wakati ukweli upo wazi. Nani ampata simama upande wangu? Kila mtu aniona kama mimi ni mkosefu, ni sina hata mtu." "No, usiseme hivyo. Kikubwa ni kwamba ukiwa mahakamani sema kila kitu. Sema kuhusu kauli mama yako, sema kuhusu kubadilika kwa Raula siku kadhaa kabla ya kifo cha wazazi, kuhusu kuanza kwa mahusiano, kila kitu sema. Yaani sema mahusiano ya Dennis Kona, kila kitu. Sidhani kama hakimu atashindwa kusimamia haki na akakupa ambacho unastahili. Auntie, unajua wale sasa hivi wana kila kitu ambacho wanakihitaji. Yaani wana kila kitu ambacho wanaweza kushinda pesa. Wana pesa. Yaani account, pamoja na kwamba account zimefungwa lakini kila kitu wanacho. Mahakama inatakiwa ijiridhishe, lakini Nurdin yuko pale anamsaidia kila mtu. Kibaya zaidi mpaka mama yake amekuja na anaishi pale nyumbani. Unadhani hapo mimi nitafanyaje? Kama sio kushinda njaa itakuwa ni nini auntie? Hebu sikia. Unajua siku zote upande ambao unachukiwa ndio wao unashinda daima. Wengi wanakutenga. Haimaanishi kwamba utashindwa, utakuwa mshindi. Sio kwenye ile auntie, mbona mimi sioni? Hapana, ili pia unaweza kushinda. Hebu don't lose hope. Sawa? Pambania kile ambacho unakiamini utashinda. Judith alirudi tena katika sofa na akamshika Paula begani. Uso Paula ulizidi kupokea machozi na sura yake ikaloa. Jukumu la kutoa machozi haya alikuwa nalo Judith ambaye alimfuata na kumsisitiza, "Unaenda kuwa mshindi." Sawa? Kuhusu Shakil sasa tunafanyaje? Hatuwezi kufanya lolote lile kwa sasa hivi. Zaidi sana inabidi tusubiri tu hiyo hukumu itoke. Sidhani kama ataweza kuhusika kwenye kesi. Si hawahusiki. Mimi siko tayari jamani kumpoteza. Endapo Shakil wangu akihusika kwenye hili, nitahakikisha kwamba nafanya juu chini na muua Raula. Yaani Raula ametunga namna hii mpaka mimi anataka mume wangu awekwe ndani. Yaani mimi sitakubali. Basi haki siku zote unajua inakuja wakati sahihi. Wewe ni mshindi pia. Sawa? Hapa tutavuka. Judith aliendelea kumtia moyo Paula. Basi wakajikuta wakiingia katika mada nyingine ambazo ziliongeza mazungumzo yao na wakazungumza mambo mbalimbali wakipanga namna ya kushinda siku ya kesi mahakamani. Judith akiwa kama mkubwa kwa Paula alimhakikishia kwamba wangeibuka washindi. Kikubwa ambacho kwa wakati ule kilikuwa kinapaswa kuzingatiwa ilikuwa ni pamoja na kutulia tu ili siku itakapofika itasema kitu ambacho kiko sahihi.
Ni upande wa pili kuna mazungumzo. Gali anasema kwamba hakuna uwezekano wa Billy kuchomoka kwenye hii kesi. Alikuwa akiwapa taarifa wenzake, walikuwa katika kikao kidogo ambacho kiliitishwa na yeye katika kempo ambayo Billy alikuwa anaimiliki. Basi kikao hiki kilihusu nini ambacho kifanyike mara baada ya hukumu kutolewa mahakamani. Akiwa kama kiongozi, Gali alisema na akasimama katikati ya wenzake ambao walikuwa wametengeneza duara, akawaambia. Sasa mmoja akauliza, kwa tunafanyaje? Ilikuwa ni swali ambalo lilifika kwa kila mtu na kila mmoja alitakiwa kufikiri, na ambaye aliuliza swali hili alikuwa anaitwa Zaki. Unajua kuna kingine zaidi ya kumchomoa boss katika mikono ya polisi mara baada ya hukumu kutolewa. Hiyo ni idea nzuri. Jamani, mimi sipo kwenye upande wenu. Huyu ni Lema ambaye alijitoa moja kwa moja kwamba hatoshiriki. Unasemaje Lema wewe? Gali aliuliza kionekana kuwa na hasira sana. Kumtoa Billy ni kujidanganya. Kwa nini tusiendeleze kundi hata kama yeye atakuwa yupo? Lema aliuliza akiwa na tabasamu. Aliamini kwamba kama angejibiwa na kujua sababu ya bosi wao kushindwa kuachiwa huru, na alikuwa na hakika kabisa kwamba kwa kesi ambayo bosi anayo kumchomoa itakuwa ni ngumu. Basi leo katabasamu pamoja na kuuliza swali, na hili likamgeuzia kibao. Lilikuwa ni kosa kwake ingawa hakuuliza kwa ubaya. Gali alikasirika sana. Kuchukia kwake kulimfanya kuchukua maamuzi ya kuchomoa bastola kiunoni bila hata kuchelewa. Alifyatua risasi. Sauti ilisikika na ilifika kwenye kichwa cha Lema. Lema alipigwa risasi ya kichwa kwa sababu tu aliongea kitu cha kipumbavu akitabasamu, japo alikuwa na point. Mwili wake ulidondoka chini, damu ikatapaka karibu eneo zima ambalo alikuwa amesimama. Nafsi ya Lema ilipotea kwa haraka sana. Mwili ulibaki mtupu na nafsi na roho nafsi yake ilikuwa haipo na roho yake ilienda mbinguni kwa ajili ya kujibu maswali, pengine kujibu hata makosa ambayo ameyafanya kwa duniani. Mimi sitaki watu wenye maswali ya kijinga kama huyu mpuuzi. Alifoka Gali, akaisogelea maiti ya Lema na kupiga risasi nyingine kama 4 hivi. Baadaye akatazama wenzake na kuendelea kuongea. Kwa hiyo tunafanyaje? Dakika moja kifo kwa kimetokea. Dakika moja hali ya kawaida imerudi, alafu hakuna ambaye alijali hata kuna mtu ameuawa hapo. Kila mmoja akawa tayari kumjibu Gali kwa kile ambacho kwa ameuliza. Hayo yalikuwa ni sehemu ya maisha katika kempu ama genge. Waliishi na kupuuzia matatizo ama majanga, hasa mmoja wao anapouawa na viongozi waliamini kwamba huyo aliyeuawa alikuwa mjinga ndio maana alikufa kama si kafara. Wazo limetolewa na Zaki ni sahihi, kinachotakiwa ni sisi tu kulifuata. Kijana mwingine ambaye aliitwa Anima alizungumza. Okay, basi kesho tutapeana kodi zote kuhusu gari ambalo litambeba Bill Rackson linapita wapi, watakuwa wangapi kwenye gari, tutakaa maeneo gani na mpaka tunamchomoa na kadhalika. Tumeelewana? Ndio mkuu. Wote waliitikia. Okay, sawa, mnaweza kuondoka. Gali aliwapa ruksa na walianza kuondoka, lakini mmoja wale vijana alisimama. Vijana huyo alikuwa anaitwa Bryson, mmoja wa watu ambao mara nyingi Gali amekuwa akiongoza nao kwenye mishemishe zake. Hata siku hiyo ambao walienda nyumbani kwa Riaz, walikuwa wameongozana na kijana huyu, na baada ya Gali kuona Bryson amesimama, akafahamu alikuwa na agenda nyingine ambayo alipaswa kujadili. Akamuuliza, vipi, mbona hujaondoka? Nataka kujua kuhusu yule jamaa aliyemuua Dubu. Oho, umenikumbusha. Tunafanyaje? Tumtoe kwanza Billy, afu yule atatutambua. Hata hivyo nilikuwa nimepanga kwanza nimpe muda wa kufurahia maisha ili siku mwanamke wake akijifungua tu aonje tamu ya kumlilia mtu ambaye anampenda. Unadhani anajifungua siku za karibuni? Vivyote tu, lakini najua lazima mke wake anatakiwa wawe mbele yake, ashuhudie jinsi gani damu ya mwanamke na mtoto anayempenda ikitoka. Hatuwezi kumwacha. Sawa. Bryson aliitikia na kuondoka zake. Huyu ndo Gali bwana, gaidi jambalika, na ni mwanaume wa shoka ambaye aliaminiwa vilivyo na Billy Rackson. Alimpenda na kumfunza mambo mengi sana, hasa usimamizi wa genge lake la Giharifu. Alikuwa ni mtu ambaye anafanya mambo kwa kutumia akili kubwa sana. Leo hii amepanga kwenda kumchomoa Billy Rackson mara baada ya hukumu kutolewa, kutokana na kutambua kwamba mtu ambaye angesimama upande wake hayupo katika kesi ile, yaani David Paul ambaye walimpanga hatoshiriki kwenye kesi. Imagine, wao tayari wamejua na kesi haijafika mahakamani. Sasa hii ilimfanya awe na majibu kwamba kwa namna yote ile Billy Rackson asingechomoka katika hukumu ya kifo ambayo imetokana na mauaji, kwa sababu hata mkanda wa video ulimuonyesha Billy Rackson akifanya mauaji na ulikuwa mikononi mwa polisi na ulitumika kama ushahidi wa kwanza. Njia pekee ambayo ingeweza au ingesaidia kumweka Billy katika ulimwengu ambao yeye alikuwa anaishi ni kumchomoa katika mikono ya polisi muda mfupi mara baada ya kutoka mahakamani. Mpango huu ndipo ungekamilika, basi ungefuatia na mipango ya pili ambapo ilikuwa ni kubeba maisha Fina na kichanga ambacho kilikuwa tumboni. Ndio ulikuwa ni mpango ambao ni kabambe kuliko mpango mashughuli ambao utawapa furaha sana, kwa sababu wamefanyia unyama mtu ambaye amemuua mtu wao, yani Dubu, na ambaye anakwenda kuuawa ni Black America au Riaz. Sasa ni majira ya saa 3 asubuhi, tunamwona Railat ambaye alikuwa anajiremba mwenyewe kwenye dressing table yake ambayo limeonyesha vizuri tu, alijipaka vipodozi vya kila aina mpaka alipomaliza, na kisha akarejesha simu yake ambayo ilikuwa kitandani
na akaichukua. Alichezea kidogo na kuweka sikioni. Simu iliita kwa sekunde kadhaa kabla ya kupokelewa na sauti ya Sesi. Basi ilisikika ile sauti upande wa pili. Akamwambia, "Hi Railati, hi Sesi, uko wapi?" "Niko hostel na kukuta hapo." "Poa, hamna shida, tunaenda wapi?" "Kwa Titus, nataka unipeleke huko." "Poa, basi fanya faster." "Sawa, hamna shida, niko hapo muda si mrefu." Sasa kwa kuwa tayari alishamaliza kujiandaa, kilichofuata kwake ilikuwa ni kuchukua mkoba wake na akaondoka. Alifika mpaka chini, alikutana gari, akaingia ndani, akawasha gari, lakini kabla hajazungusha gari kuondoka, alisikia kama sauti nzito ya kiume hivi. Sijui ilikuwa ni nyuma yake. Sauti inamwambia, "Najua unampenda sana mama yako na unapambana kwa ajili yake." Sauti hii ilimtisha. Hakutegemea kama ndani ya gari kutoka kuna mtu. Aligeuka kumtazama. Kulikuwa na sura ya mwanaume ambaye alionekana kuwa na makovu usoni. Hakutambua ni nani. Wasiwasi ulimpanda, lakini yule mtu alimuondoa hofu. Akamwambia, "Calm down. Ningetaka kufanya lolote baya ningeshafanya siku nyingi. Kwa hiyo ni nani?" "Hamna haja kujua. Kama ukinijua kwa sababu haitakusaidia. Kwa unataka nini?" "Nimekuja hapa kukuambia kitu kimoja." "Kipi?" "Hebu angalia hii. Tazama." Yule mtu alitoa simu yake, akachezea kidogo na video fupi ya sekunde 40 vile ilionekana. Macho ya Railati alisema video hii kwa umakini wa hali ya juu sana. Alimwona mama yake akiwa anapewa chakula na mtu ambaye hakujua ni nani, lakini ilikuwa ni ndani ya mahabusu. Akahema, akamtazama yule mtu, akamuuliza, akasema, "Nimeona nini kinaendelea kwa mama yangu?" "Mama yako hataki ujihusishe katika hili, kwa hiyo kaa mbali kabisa." "Mbona sijakuelewa?" "Upaswi kunielewa, bado ni mtoto mdogo." "Unamaanisha nini?" "Majibu utapata mahakamani. Kila laheri." Yule mwanaume alifungua mlango na akateremka. Railati alitazama kwa makini sana. Aliona mtu yule akipiga hatua hadi sehemu ambayo kulikuwa na gari na kisha alisimama. Hapo kuweka makazi, akafungua mlango na kuingia ndani ya gari. Kilichofuata ilikuwa ni kuondoka. "Plate number nchi gani ile?" alijiuliza moyoni, akiwa anasoma namba za usajili za gari lile ambalo hazikuonyesha kama zilikuwa za hapa nchini. Basi kupata majibu yake kwa wakati huo ilikuwa ni mtiti kuliko mtiti wenyewe. Ilibaki tu amechanganyikiwa, na mwisho akaona ni bora aende akamshirikisha rafiki yake ambao anaenda kukutana. Okay, sasa tunatoka pale tunakuja upande mwingine ambapo tunaambia kwamba jua lilizama na likaibuka upande wa mashariki. Anga likapokea jua kwa mara ya kwanza. Binadamu akatambua kwamba siku imeanza, lakini inayo haikuwa na kibali cha kudumu katika ardhi ya jiji la Mwanza. Mithili ya njaa ya mtu ambaye amefunga, kikaingia kiza, nao haukupewa kibali, ukafanya dunia iwe na kiza na mwanga ukaibukia upande wa mashariki. Na sasa ilikuwa ni asubuhi ya saa 4 sawa na tarehe 14 Februari ya Jumatatu, ambapo watu mbalimbali walikuwa wanaingia katika ukumbi wa mahakama kuu ya Tanzania kanda ya Mwanza kushuhudia uendeshaji wa kesi ya mauaji ya familia ya Mr. Emmanuel pamoja na DJ Paulson, kesi ambayo kila mmoja alikuwa na hamu kubwa kutaka kujua nini kinaendelea. Nani angehukumiwa na nani angeachiwa huru? Nani angesimama kizimbani kusema ukweli? Nani angesimama kizimbani kusema uongo? Majibu yote yangetimia mara baada ya hakimu kupata hoja zenye ushahidi kutoka pande zote mbili. Raula alisimama upande wa kumtetea baba yake, lakini dada yake alikuwa katika upande mwingine kabisa, upande ambao ulimtambulisha Raula kama gaidi mbele ya mahakama. Yeye ndo alifanya mauaji, ndivyo ambavyo alitaka iwe. Viti vyote ambavyo vilikuwa mahakamani vilionyesha kuja watu mbalimbali, ambapo kwa na wananchi wa kawaida pamoja na wengine ambao walihudhuria katika eneo lile. Kila mmoja alikuwa na shauku kutaka kujua nini kitaendelea muda mfupi mbele. Washtakiwa walikuwa wanaangalia watu ambao walikuwa mbele yao, macho yao yakipelekwa kwa hakimu mara moja. Odhaima hakuamini kumwona mtoto wake pamoja na Sesi ambao walikuwa wamekaa katika viti vilivyoongozana kutoka viwili vya mbele upande wa kulia. Alipotupa macho upande wa kushoto, alimwona Marge, Nurdin, mama Nurdin pamoja na Raula wakiwa wamekaa upande mmoja. Aliwatazama kwa hasira sana kabla ya kurudisha macho kwa jaji ambaye aliingia katika eneo lile na kukaa kwenye kiti chake. Sasa ukumbi mzima wa mahakama ulikuwa kimya kumsikiza jaji ambaye aligonga katika meza na kusema court session. Sauti yake ilifuatiwa na mwendesha mashtaka ambaye alisoma namba ya kesi. Mheshimiwa Kim, mbele yako kuna kesi namba 2022-2023 ambayo inamhusu Billy Rackson, Ibrahim Jimbo, Odhoi Magadhi, Rania Ramadhan pamoja na Shakil Ibrahim ambao wanashtakiwa kwa kufanya kosa la mauaji kwa kusudia ambapo walimuua Mr. and Mrs. Emmanuel. Na kama hiyo haitoshi, watatu kati ya hawa, yani Billy Rackson, Rania Ramadhan na Ibrahim Jimbo, wamehusika katika kesi ya ubakaji wa DJ Paulson miaka 17 iliyopita na kumsababishia kifo. Hata hivyo, wamekwenda kinyume na kifungu namba 195 cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 kama ilivyofanywa marekebisho mwaka 2019. Mheshimiwa Kim, mbele ya mahakama yako tukufu, naomba niwapandishi watuhumu kizimbani pamoja na mawakili wa pande zote mbili. Upande wa washtakiwa utaongozwa na wakili Yahya Moga akiwa na jopo lake la mawakili wanne. Wakili Ana Tito, Joshua Gambo, Urasa Mushi pamoja na Cecilia Rombo, na upande wa jamhuri utaongozwa na wakili Justa Onesmo akiwa na wakili Gaston Muhana. Aliweka kituo na akamtazama jaji. Jaji aliruhusu na kuomba washtakiwa wapandishwe kizimbani huku akiwataka upande wa wakili
wa serikali kujiandaa na maswali ambayo yangeenda kwa mshtakiwa mmoja mpaka mwingine. Washtakiwa walipanda kizimbani huku mawakili wakionekana kupanga baadhi ya nyaraka vizuri, na kisha muda wa kuulizana maswali sasa ulifika. Wakili Yahya Mwoga alianza, unaitwa nani? Alimtazama Raula akimtolea macho. Raula akajibu, naitwa Raula Emmanuel Kimaro. Wakili akauliza, unasimama kama nani? Mtoto wa marehemu DJ Posel na Emmanuel Kimaro. Mtoto? Ndio. Mheshimiwa hakimu, kuna haja ya kuendelea na hii kesi ikiwa naye mhoji ni mtoto? Kwa nini asiendelee tu kusoma? Wakili Yusta Onesmo akajibu kwamba samani mheshimiwa hakimu, kwa nini wakili Yahya Mwoga na mhoji mteja wangu maswali ambayo yako nje ya kesi? Sasa hakimu Yohana Imbe akasema kwamba wakili Yohana Mwoga, naomba muulize maswali sahihi. Sasa wakili Yahya alimtazama Paula kwa jicho la kufurahisha, akarudisha macho kwa Relata, akamuona akiwa amejinamia. Matumaini hana kabisa, akarudi kwa Raula. Wakili Yahya akamwambia, unasema kwamba Ibrahim Jimbo alimuua mama yako? Alimtazama Raula akiwa anamuuliza. Ndio, na si tu kumuua bali alimbaka na kisha alimuua. Wakili Yahya akauliza, ulikuwepo? Sikuwepo wakati huo. Haukuwepo, unasimama vipi kama shahidi kwenye kesi hii? Anamtazama Paula, ambapo Paula anasonya chini na anabitua midomo. Wakili anauliza, una hakika? Raula akasema ndio, kwa sababu hata ripoti ya kwanza mauaji ilionyesha ni yeye ndo ambaye mhusika. Yeye nani? Ibrahim Jimbo akishirikiana na mke wake ambaye ni Rani Ramadhani pamoja na Odhoi Magadhi, huku akimtumia Bill Rackson ambaye alikuwa kama mbakaji. Mpango huu ulipangwa na marehemu Mr. Emmanuel Kimaro pamoja na Sarafina Donald. Hakimu anauliza, unayo ripoti? Raula anamtazama Marge, anaomba kufuata ripoti. Hakimu anamruhusu, anapiga hatua hadi alipokuwa Marge na kuchukua ripoti. Anamkabidhi mwendesha mashtaka, naye anarudi sehemu yake ya awali akiwa na ripoti mkononi. Hakimu Yohana Imbe anasoma na kutingisha kichwa chake juu chini, anamtazama mwendesha mashtaka. Hakimu Yohana anasema, upande wa mashtaka mna swali juu ya shtaka hili? Wakili Ana Tito anasema ndio mheshimiwa. Hakimu anamwambia, uliza, kwa nini mama yako alibakwa na kuuawa? Raula anajibu kwamba Ibrahim Jimbo anafahamu kila kitu. Wakili Ana anauliza, wewe ufahamu? Raula anasema, ninachofahamu kulikuwa na mkataba ambao ulisainiwa na mama yangu ambaye hakutaka kuuza mali zake kwa bei ya chini. Miongoni mwa sababu ya kuuawa kwa mama ni hiyo tu. Wakili Ana anauliza, hiyo ndio sababu ya kuuawa? Raula anajibu ndio, alimuua kwa sababu walihitaji kumiliki Salmon Oil Company. Wakishirikiana na marehemu baba yangu Mr. Emmanuel Kimaro walifanikiwa kumuua mama kupitia mtu ambaye anaitwa Dennis Kona. Wakili anauliza, Dennis Kona? Raula anajibu ndio. Ndo nani? Ni shahidi namba 3 wa kesi hii. Yohana Imbe kama hakimu anasema, Dennis Kona, unaweza kuthibitisha hili? Ukumbi mzima unamtazama Dennis Kona, naye anapanda kizimbani kujibu maswali. Wakili Ana Tito anauliza, shahidi alitoka anadai kwamba wewe ndio mhusika katika mauaji. Dennis anajibu ndio. Ilikuwaje? Nilifuatwa nikapewa kazi ya kuua nikafanya hivyo. Unaweza kuiambia mahakama hii tukufu ni lini ulifuatwa? Ilikuwa ni tarehe 10 Februari 2004 saa 3 usiku. Ulifuatwa na nani na waliokupa kazi ni kina nani? Nilifuatwa na Odhoi Magadhi pamoja na Ibrahim Jambo na Mr. Emmanuel Kimaro, hao ndio ambao walinipa kazi. Mheshimiwa hakimu, vipi? Raula anaweza kuiambia mahakama tukufu mkataba huo uko wapi? Wakili anauliza. Raula anamtazama Marge kwa mara ya pili, anamwomba hakimu na kwenda kuchukua mkataba. Hakimu anamruhusu naye anakwenda kuchukua na mkabidhi mwendesha mashtaka. Anarudi sehemu yake ya mwanzo, hakimu anapokea mkataba na usoma na kuweka juu ya meza. Hakimu Yohana Imba anauliza, upande wa mshtaki kuna swali? Wakili Yusta Onesmo anasema, mheshimiwa hakimu, katika shtaka hili sijui kwa nini hawa watu wapo hai mpaka muda huu ikiwa video inaonyesha kwamba walikuwa wamebaka na kuua. Kwa nini unasumbua mahakama? Ibrahim Jimbo, Bill Rackson na Rani pamoja na Odhoi Magadhi, hawa ni wauaji, wanapaswa kuuawa. Wakili Urasa Mushi anasema, mheshimiwa hakimu, ningependa kumkumbusha wakili Yusta kwamba kuwa hapa ni sehemu ya porojo tu, huwezi kusema ushahidi upo ikiwa haupo, anaropoka tu. Hakimu Yohana Imbe anasema kwamba wakili Yusta Onesmo, una ushahidi wote wa kimaandishi au picha mgando unaonyesha tu wakihusika katika mauaji? Wakili Yusta anasema ndio, ushahidi upo mheshimiwa hakimu. Hakimu Yohana Imbe anasema ulete. Wakili Yusta anatoa mkanda wa video na kumpa hakimu. Hakimu anatazama kile kilichopo katika video, macho yake yanashuhudia tukio la kutisha na kubakwa kwa DJ Posel. Video hii inaonyesha DJ akilalamika asibakwe, lakini hakuna ambaye anamzingatia, na kisha anaruhusu video hii kuchezwa katika runinga ili watu wote waone nini kilitokea. Waliotazama walikuta kugeuka pembeni, hakuna ambaye alikuwa na uwezo wa kutazama video hii akamaliza. Hata Raula mwenyewe alishindwa kujua nini cha kufanya. Hakimu anasikitika na kufunga shtaka huku akitaka kurudi tena saa 6 mchana kwa ajili ya kuendelea na shtaka la pili. Sasa wakiwa nje ya ukumbi wa mahakama, Raula anasimama na Sara akiwa na hasira sana, sio moja wala mbili ambayo inamkaa kichwani kwake. Aliona namna gani mwenzake alivyokuwa mzungumzaji mzuri mbele ya mahakama. Shtaka linalofuata ni mauaji ya mama na baba, alimwambia Sara. Alipeleka macho pande ya kina Raula na aliona akiwa amejinamia, na maana
lakini ina maana lazima ufungwe. Nakwambia wewe lazima utafungwa. Alikuwa anajiambia kimoyoni akiwa anamgeukia Sara. Raula ana ushahidi wote kuhusu kuuawa kwa mama yako, unadhani kwamba utashinda? Nitamuuliza maswali yangu pale kizimbani mpaka atakoma. Na kuonea huruma. Sara, kwa tunashindana, niamini mimi lazima nitamfunga. Na imani lakini bado nina wasiwasi. Sara alionekana kabisa kutokuwa na matumaini kwa ndugu yake kuibuka kididia. Aliona kabisa ambavyo Raula anajua kujielezea. Basi wakati anaendelea upande wa Raula alikuwa amejinamia. Wakati akifikiria nini cha kufanya, pembeni yake kulikuwa na Nurdin pamoja na Marge ambao walikuwa wakifikiria jambo. Umefanya vizuri raundi ya kwanza. I hope hata raundi ya pili utafanya vizuri. Marge alimtia moyo. Lakini nachukia kuona uko against na mimi. Raula alijibu akiwa ameinua kichwa chake na kumtazama Marge. No, sisi vibaya, kubali kwamba hili ni kweli limetokea. Tambua kila kitu kinatokea kwa sababu. Naelewa, lakini why anashindwa kunielewa sasa? Let us think about our next court session. Marge alimtaka wafikirie kuhusu maamuzi ambayo yanafuata. Simwaze Paula ambaye ameamua kuwa adui. Sasa jambo lishakuwa tamu hata muda kaona kimbia. Saa 6 ambao ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu kubwa iliweza kufika na watu wote waliingia katika mahakama. Paula akiwa kizimbani alitakiwa kujibu maswali yote ambayo angeulizwa na wakili ili kujiridhisha kama kweli alimuona Raula akifanya mauaji kama ambavyo na mambo yalikuwa kama ifuatavyo katika ukumbi. Kupanda kwa Raula katika kizimba kulienda kuibua maswali kadhaa ikiwemo sababu ya kifo cha mama na baba yake. Paula alisimama na kusema maneno ambayo mwenyewe alijua anamaanisha nini, akienda mbali zaidi akidai kwamba wazazi wake walifariki kutokana na Raula kushirikiana na mtu ambaye anaitwa Dennis Kona. Paula alianza kusema, Mheshimiwa Hakimu, siku ambayo baba na mama wanapigwa risasi, Raula kuwepo nyumbani karibia nusu saa yote, anaweza kusema alikuwa wapi? Na kama siku anakutana na Dennis Kona ambaye ndo amefanya mauaji? Swali hili aliuliza Paula wakati akiwa kizimbani. Mjibuji alikuwa ni Raula ambaye alimtazama dada yake. Aliumia sana moyoni kuona mtu ambaye ni wa karibu siku zote, ni ndugu yake, lakini bado anamgeuka. Aliteseka kihisia kwa sababu alihisi kwamba Paula alikuwa anatania, lakini kumbe mwenzake alikuwa serious. Alimaanisha kile anachokisema. Alitengesha kichwa na kutoka kulia kwenda kushoto, akamwonea huruma kwa sababu aliona kile ambacho anakisema hakina ushahidi wa kutosha. Akamwambia, nilikuwa nafuatilia kuhusu msimamizi wa kesi yangu na sio mauaji ya familia yangu. Hata hivyo kuhusu mauaji mbona kila kitu kiko wazi? Mr. Ibrahim na mke wake ni kweli wamehusika kwenye mauaji ya wazazi wetu. Ushahidi upo. Wao wamefanya mauaji kushirikiana na Billy. Maelezo ya Raula alihitajika kuwepo kwa ushahidi wa kutosha. Hakuna kazi kuwasilisha ushahidi katika mahakama ile tukufu. Alimpatia hakimu ushahidi wa video ambao ulimuonyesha Billy Rackson akifanya mauaji. Mahakama nzima ilitamaki, kila mmoja alishiwa nguvu katika hali isiyotarajiwa. Billy Rackson alijua katika mpango huu alikuwa na nani, naye hakuwa mchache akaweka wazi. Mimi sikuwa na jinsi, niliagizwa na Mr. Ibrahim na mke wake ndo nikafanya hii kazi. Paula akajibu, hapana, ni Raula ndo ambaye amehusika. Basi anashindwa kuendelea baada ya hakimu kumzuia. Ainama chini na kudondosha machozi. Yeye anaamini tu ndugu yake ndo amefanya mauaji. Paula alikuwa na maumivu makali sana ndani ya mtima wake. Alihisi ameanza kumchukia Billy kwa kutoka upande wake. Billy atakuwa amerogwa so bure. Alijiambia mwili wake akaendelea kumtazama Billy. Yaani yeye alikuwa anataka ndugu yake ndo awe mauaji. Kwa namna ambavyo alikuwa anamuona Liz kabisa Billy ni kama amerogwa kwa sababu alipozungumza alikuwa na majuto katika sura yake. Alionekana kutetemeka na hata maneno yake aliyatoa kutokujiamini. Mr. Ibrahim, Jimbo atasema nini zaidi ya kudondosha machozi? Rania Ramadhani alipoa mno, ndugu yao ameweka wazi. Sasa hakuwa mkomavu wa maumivu mbele ya mahakama kwa sababu alijikuta akilia, hakuonekana kama alikuwa na furaha. Kila alipomtazama Billy alishikwa na hasira. Wewe sio wa kutuponza hapa, au kisa unajua kwamba watu wako watakuja kutoa? Alikuwa anajiambia kwenye nafsi yake. Basi baada ya kusikiza vyema ushahidi pande zote mbili, hakimu Joshua aliingia katika hukumu yake. Ilikuwa ni hukumu ambayo kila mmoja aliona imetendewa haki, isipokuwa kwa Paula ambaye kufurahishwa na hukumu hii. Hukumu ilikuwa hivi: Rania Ibrahim na Odhoi Magadhi hawa walipewa hukumu ya kunyongwa hadi kufa pamoja na mtu ambaye aliitwa Billy Rackson, huku Shakiri akichua huru, kwani mahakama haikumkuta na hatia yoyote katika kesi zote mbili. Na mahakama pia iliona Raula ana haki ya kumiliki kampuni zote ambazo Mr. Ibrahim na mke wake walikuwa wanazimiliki kwa sababu hazikuwa za kwao bali zilitokana na Salmon Oil Company ambayo ndio ilikuwa kampuni ya Dija mama yake na Raula. Kwa hivyo Raula alitambulika kama mmiliki mpya wa mali isipokuwa nyumba ambayo Mr. Ibrahim alikuwa anaimiliki, na pia mahakama iliamuru kupitia upya nyaraka za mali za Odhaima ili kujiridhisha kama za kwake au la. Ilitolewa wiki moja kufanyika hivyo, na wafungwa wote waliokutwa na makosa walitolewa ndani ya mahakama, walipandishwa ndani ya gari. Ralat alimtazama mama yake akiwa katika gari. Machozi yalimdondoka, aliumia sana kuona anampoteza mwanamke ambaye hakutaraji kama angempoteza. Alikosa furaha kuona mama yake anapotea katika uso wa dunia, na sauti ikasikika ikimwambia mama yako anaenda kufa, ananyongwa. Ilikuwa ni sauti nzito ya kiume ambayo ilipenya katika masikio yake.
Aligeuka kumtazama mtu yule, alimuona mtu ambaye alikutana naye siku moja katika gari yake. Akamuuliza, kwani unataka nini? Nataka uwe na maisha mema, yule mtu alisema, na kisha aliondoka zake. Sasa kufuatia kutolewa kwa hukumu hii ilienda kuzidisha hasira kwa Paula ambaye alienda kuishi na Shakili nyumbani kwao. Unaambiwa kwa wiki nzima hakuna ambaye alikula wala kunuga. Wote walipatwa na hasira. Mara kadhaa Paula alisimama nje ya nyumba akitazama anga namna ambavyo inang'ara. Sasa machozi ya kuacha kumdondoka. Paula wakati wote alikuwa ni msichana ambaye chini kwake kulikuwa na hasira zilizopitiliza juu ya kile kilichotokea. Alichukia kila dakika. Jioni hii akiwa amesimama sehemu ambayo anapenda kusimama mara kwa mara, alikuja Shakili akasimama kando yake akamwambia, yani siamini kama Raula ameshinda hii kesi. Shakili alitoa leso na kufuta machozi. Paula aligeuka akamtazama. Rau ni mchawi, amerisi uchawi kutoka kwa mama yake, lakini kwa hili atalipa. Yani haiwezekani atalipa. Kwa umepanga nini? Mimi najua nini cha kufanya, nitakwambia. Paula alijibu na aliondoka na kurudi ndani. Lakini vipi kuhusu kesi ya kuhusu mali? Shakili aliuliza akiwa anapiga hatua kumfuata ndugu yake. Mahakama haiwezi kunipa chochote kwa sababu mimi sio mtoto wa ndoa, na ndio hivyo. Safari hii Paula alijibu akiwa ameegemea ukutani ambako alianza kutoa machozi. Maisha yangu yanaenda kuwa magumu kwa sababu ya Raula. Hivi nitaishije mimi kwenye maisha? Baada ya kifo cha mama sitakuwa na huruma tena. Unamaanisha nini? Raula anatakiwa kulipia hili. Tumepoteza kila kitu, hata mali nimekosa. Paula alikuwa akilalamika. Raula anatakiwa kuingia katika mtego wowote ule. Haijalishi atakwepa vipi, lazima ingie kwenye mtego. Adui wa mama yangu ni adui yangu. Raula ni adui yangu na nitahakikisha kwamba nampoteza kwa namna yote ile. Msimamo mkali uliwekwa ambapo Paula akawa anasisitiza kwamba atampoteza Raula kwa namna yoyote ile ambayo anaijua. Sasa ni siku nyingine, jua limechomoza upande wa mashariki na kuangaza jiji la miamba. Tunaona sasa wakati akiwa yuko nje, Fina alikuwa jikoni akiandaa zake chakula cha asubuhi. Siku ya leo alipika magimbi. Alikuwa anaendelea kuandaa, simu yake kaita, na alipotoa aliona namba ya mama yake. Alipokea alichokushana nacho kiukweli ilikuwa ni kushushuliwa. Na kama anza mpaka mdau unasubiri nini? Mama, si niko masomo. Ni masomo gani? Kwani wewe unasoma nini jamani? Mama, siku zote unaniuliza masomo gani? Kwani wewe unasoma nini? Hebu rudi nyumbani, wenye mimba wamesema wanataka kuona ukijifungulia huko. Mbona mama sikuelewi? Hautanielewa kwa sababu unajua ambacho nimesema uongo. Hivyo una akili kweli wewe? Kipi kilikufanya mnyewe baba watu mtoto wake ukampa maskini? Kumbe yule baba mimba haikuwa ya kwake. Mama, mpata wapi hizo habari? Nimesema rudi nyumbani, sitaki maswali yako. Mama Fina alizidi kuwa mkali, hali ambayo ilimfanya Fina kukata simu. Basi mkono wake ulishika simu hii, na kwa muda alikuwa akiwaza ni nani ambaye alipeleka habari kwa mama yake juu ya baba halisi wa ujauzito ule. Alijikuta akikosa jibu. Mwisho alitoka nje kwa ajili ya kumuita mpenzi wake ili wakapate chakula cha asubuhi. Akiwa anaendelea kupanga list, kiuno kama kimeshika vile, akageuka kumtazama nani ambaye amemshika. Akatabasamu. My love. Alikuwa ni mpenzi wake. Umenimisi? Reza aliuliza akiwa anamgeuza Fina. Sasa nisipokumisi nitamisi nani mwingine jamani? Hakuna ndio. Unajua kila siku unaonekana mzuri. Kwa nini sasa? Sijui. Ni kwa sababu unanijali. Kweli? Wanasema ungependwa vizuri unanenepa. Lazima watu kuone mpaka wivu. Fina aliendelea kudeka katika mwili wa Riaz akificha sura ya huzuni ambayo alikuwa nayo. Vipi, umeenda chai? Ndio maana nimekuja kuita pa, nikajua utakuwa umeshamaliza. Kuna kazi kwa namalizia. Basi nakusubiri, panga fast hapo kwa sababu nina njamba kana tetemeka. Fina alieleza kitu ambacho kilimfanya Riaz kucheka. Riaz alipanga nyanya hadi alipomaliza kwenye genge lao na akamshika Fina na wakaingia ndani wote wakiwa na furaha. Mkeka wa kisasa ulimkaribisha Fina ambaye alitawanya miguu na Riaz akaenda kuandaa chakula. Aliandaa, alipomaliza pia akarudi sehemu ya mkeka ulipo akaweka kitako. Mama kanipigia simu. Fina alianzisha mazungumzo. Akakaa kimya kwa makusudi akimtazama. Riaz ambaye alimeza chakula akasema, "Wow, kasemaje?" Fina aliguna, ladha chakula ilimpotea. Uso wote ukajirudi katika hali ya mtu ambaye alikuwa hana amani moyoni. Akauliza, "Vipi, mbona unaguna?" Akasema, "Nahisi kuchanganyikiwa." Jibu hili likamfanya tazame simu yake huko moyoni, akiwa na chukizo kama simu ile ilikuwa ikiita sasa. Ni kama alikuwa itaki hivi. "Kwani vipi?" Riaz aliuliza. Fina alikaa kimya akiwaza nini la kusema. Kusema ukweli alihitaji, lakini alijua sifa ya ukweli ni kuumiza, na hakuwa tayari kumuumiza Riaz. Kichwani kwake kulikuwa na msongo wa mawazo ambao ulimpa wakati mgumu sana kwa sababu alitengeneza maswali ambayo hana majibu. Riaz alipomtazama vizuri akajua kwamba anataka kulia mpenzi wake. Akamsogeza karibu akamwambia, "Vipi, tumbo linakuuma?" Hakujibu kitu. Akamwambia, "Dawa umetumia?" Akamwambia, "No, mimi siumi." "Kwa nini unalia?" "Hamna kitu." Fina kauliza. "Hatuwezi kuwa na amani kama tunafichana mambo madogo, Kwa nini uniambie?" "Baby, mimi niko sawa." "Mke wangu, mimi nakujua. Hebu niambie kuna nini?" "Nimeambiwa niende nyumbani." "Unasemaje?" "Nimeambiwa niende nikajifungue kule." "Kwa hiyo ukajibu nini?" "Sijibu kitu, nimekata tu simu." Fina alijibu, lakini bado alionekana na msongo wa mawazo. Kichwani kwake alikuwa anakumbuka simu ya mama yake ambayo
ilitoa mkwara mmoja na maneno makali. Kwamba kumbe unawapa wanaume wengine mimba, kumbe mwenye mimba yake yupo anataka kule, hebu rudi nyumbani. Hii ni kauli ambayo ilikuwa inamfanya binti awe njia panda. Sasa Riaz alikuwa anashindwa kumwambia kwa sababu alisi mbona kama ataumia. Sasa anasema kwa nini aseme ili amuumize. Basi Riaz akasema lakini tubakize miezi michache ya kujifungua, ni bora kweli ukaenda. Riaz alimtoa hofu Fina, alimtazama usoni na kupima mwitikio wake, lakini mwanaume huyo akaonekana kama alikuwa tayari kwa kile ambacho alikijibu. Baby, unajua mamangu namjua kwamba anaweza asikuzingatie. No, ana mambo mengi, lakini unajua mambo mengi kuliko mimi, yani unamaanisha nini? Yani hata kama afu mimi naondokaje hapa na kuacha my love bwana, mimi nipo kila muda, muhimu kajifungue salama na kwa mama ni sehemu sahihi. Hapana, kiukweli mimi siko tayari. Kwa nini? Hapana, siwezi kuacha mwenyewe afu mimi nikaondoka. Nimekuzoea Riaz, siwezi. Basi alikuwa akiongea akilia. Wakati mwingine mgumu ulikuwa kwa Riaz ambaye alifahamu kwamba kukaa mbali na mpenzi wake ilikuwa ni swala gumu sana, lakini ni swala la afya yake na mtoto wake. Sasa alipoanza sana akasema kwamba mimi pia naona bora rudi nyumbani, ukijifungua uje tena. Kima kilipita, Fina akaonekana kuunga mkono anachoambiwa. Nenda tu kwa sababu pia mama amekuhitaji. Baby, hapana mpenzi, nielewe kwa sababu mimi hapa nilipo najulikana kwenu sawa, lakini sio kama naweza kumpinga huyu mzazi wako. Mimi nimekuja tu kwenu sijatoa chochote, anakuhitaji mzazi lakini unatakiwa. Hapana bwana baby, mimi ulipo ndo sehemu sahihi. Tambua kwamba mimi siwezi kuishi bila wewe. Fina, hili ni swala la uzazi mke wangu. Hebu tufunge tu topic, mimi naona unaanza kunikera. Lakini nimesema hakuna, mimi siondoki siendi kokote. Fina aliweka msimamo na hakutaka tena kuendelea na mada hii ambayo sasa ilikuwa imeanza kumkera. Hakutaka kabisa. Basi Riaz akaona kuna umuhimu wa kujadili, lakini upande wake binti aliona hataki kabisa na aliamua tu kufunga mada. Sasa hatimaye ni upande wa pili, majira ya jioni, pembezoni mwa bwawa la kuogelea katika hoteli ya Tilapia, hali ambayo ilikuwa imetulia, kiubaridi fulani hivi na sauti ya muziki ilisikika kutoka katika muziki mkubwa ndani ya hoteli. Kando ya bwawa hili kulikuwa na Nurdin pamoja na Raula wakiwa wamekaa katika nguzo za kuogelea. Raula alichezea maji taratibu kwa miguu yake, huku mikono yake kulia pembeni akiwa ameshika glasi na kinywaji baridi sana. Pembeni yake kulikuwa na Nurdin ambaye naye alikuwa akigonga mvinyo taratibu. Walikuwa wamejipata sasa na wakasogea wakiwa na furaha na walichokuwa nakifanya. Kuna muda na Miss Paula inafikia time yani natamani hata kumtext ila nashindwa. Raula aliongea. Kwa nini unasema hivyo? Unajua kuishi mwenyewe, unajua mpweke na mimi sana makelele yake, lakini ndio hivyo ulimwengu mwa kutenganisha, kila mtu anafanya yake sasa hivi. Oh, pole sana. Najua ambacho unapitia. Asante, lakini unajua nini Nurdin? Dunia imebadilisha wengi sana. Ni kweli na sitegemei utakuwa mmoja wao. Raula alitamka maneno ambayo alibeba maumivu sana kwenye moyo wake. Maneno ambayo alimkumbusha namna gani Shakil alikuja kumbadilikia. Alimgeukia Nurdin, akamtazama usoni akamuuliza, "Hivi do you love me?" Basi mate mazito alimezwa na Nurdin ambaye hakudiriki kuzungumza lolote isipokuwa machozi ambayo alimtoka. "Kwa nini unalia?" "Nalia kwa sababu umeniumiza." "Hapana, si kwa sababu hiyo, ila nalia kwa sababu naona kuna dalili nzuri za kuzani kwamba mimi nitakuja kubadilika na kukuacha. Nasikitika kama utakuwa unafikiria hivyo." "Hapana, unajua nishawahi kuambiwa hivyo na aliyepita, tukala kila aina ya hadi mpaka tukafikia hatua ya kuchanja vidole vyetu kwa wembe na damu tukachanganya kiapo cha damu. Lakini haikuwa hivyo." Raula hakumaliza kuongea, aliziba mdomo wake na Nurdin sasa alimsogelea na kumpiga busu katika paji lake la uso. Akamwambia, "Mimi siwezi kuacha, niamini." Alimwambia, "Siwezi kukuacha." Haya ni maneno ambayo nakwambia. Maneno haya alimfanya Nurdin kutoa mkono wake katika kinywa cha Raula na kisha akampiga busu lingine katika mdomo wake. Sasa wakajikuta wakibadilishana mate kama njiwa hivi. Walikisi wenyewe hivyo kama ambavyo una imagine ndivyo ambavyo ilikuwa. Sasa kasikika sauti ikisema watu wa maana kabisa. Alikuwa ni mhudumu ambaye alikuwa akiwapongeza wale hao ambao waliendelea kukisiana wenyewe. Sasa ni upande wa pili tunahitimisha hapa ambapo tunamuona binti anasema kwamba Joshua mbadilika sana. Kwa nini? Sijui, lakini sio ile wa mwanzo. Hana muda na mimi, ajali kabisa kuhusu mimi, wala sijui hata huko aliko kama anajua kwamba kuna mtu anampenda. Mungu wangu, pole. Asante Paula, lakini rafiki yako nakosa amani kwa sababu nimemzoea sana, nimekuwa mtu wangu wa karibu. Umejaribu lakini kuzungumza naye ukamuuliza kweli? Nimeongea naye zaidi ya mara 4. Anasemaje? Anasema tu yuko busy, mara sijui kuna issue za kifamilia ndo zinamchanganya mpaka nashindwa kumuelewa. Au itakuwa amerudi kwa Miriam?
na wasiwasi maana kapona. Fuatilia ujue. Sawa nitafanya hivyo lakini sina imani kabisa nimekuwa mtoka ndani kulia. Pole jamani Sara, kila kitu kitakuwa sawa. Asante. Basi poa, mimi niko naandaa chakula hapa, mtu anakisubiri. Basi usiku mwema. Basi poa. Paula alikata simu. Mkono wake ukashikilia simu vema, pumzi nzito aliachia. Akajisikia kukosa amani kwa sababu mtu wake wa karibu ameanza kuingia kwenye matatizo. Kwa kuwa alikuwa jikoni akaweka simu juu ya meza na kisha aliondoka na kwenda sebuleni ambako alimkuta Shakil akiwa anatazama runinga. Alikaa kando yake akamuuliza, "Hivi nini kinaendelea?" Akamwambia Jumatano hii wananyongwa. Shakil alijibu, "Wote?" Hata hivyo inasemekana kwamba vijana wengine wa Bill Rackson wamekamatwa pia. Kwa nini? Wao pia wamehusika. Polisi wanadai kwamba vijana hao walijaribu kutaka kumtorosha Bill. Acha tu hapa. Mpaka na basi Shakila kumaliza kuzungumza simu yake ikaita. Alipotupa jicho, aliona namba ya Light hakupokea kwa wakati huu. Simu iliita mpaka ilipokata. Akaenda kuichomeka kwenye chaji. Paula alimtazama mpenzi wake kwa muda kidogo na mpaka aliporudi tena kwenye sofa akashusha pumzi nzito hivi na kumuuliza, "Kesho juu tunaenda?" Lazima tunatakiwa kwenda." "Haya, basi sawa, ngoja mimi nikupigie pasi." "Basi sawa, nakupenda unajua Paula." "Nakupenda pia Shakil." Paula alijibu na akasimama na kisha huyo akaenda jikoni kwa ajili ya kuendelea na madikodiko yake kama ambavyo mwenyewe anasema alikuwa anampikia mume wake. Sasa ni siku nyingine ya pili. Tunaambiwa ilikuwa ni majira ya saa 2 asubuhi. Wanafunzi wako darasani wakimsubiri mwadhili aingie muda mfupi ujao. Raula alikuwa amekaa pembeni kabisa na pembeni yake kuna Fina ambaye kuonekana kuwa na furaha. Alimtazama akamwita Darin, akamwambia, "Yes, uko sawa?" Mbona mimi naona kama uko sawa?" "Mimi niko sawa bwana." "Sasa nielewe nini?" "Niko poa." "Seems like kuna kitu hakiko sawa." "Riaz amekuzingua?" "Hapana bwana, hawezi kufanya hivyo." "Kwa shida nini? Mbona unaonekana kama mtu mwenye hasira hivi, una furaha?" Raula aliuliza. Fina ikabidi amsimie rafiki yake kile ambacho alikuwa anapitia. Alieleza kwa kubwa zaidi na mwisho akaacha swali ambalo lilihitaji msaada. Basi Raula aliguna akamwambia, "Fuata ushauri wa mama." "Yaani mtoto wa Dastan?" "No, so hivyo." "Unamaanisha nini?" "Namaanisha rudi nyumbani ukajifungue huko." "Riaz namwacha na nani?" "Kama sio mbali bwana, muda wote anaweza akaja kuangalia, mbona hilo jipesi?" "Kidogo mnipo shauri mzuri lakini nilikuwa natamani sana kubaki hapa." "Ni sawa lakini uzazi una vitu vingi, afu una ujuzi wako wa kwanza naye atakuangalia." Na sasa kabla wakiwa wanaendelea kuongea ikasikika sauti inamsalimu binti. Mambo Raula. Ilikuwa ni sauti nzito ambayo iliingilia mazungumzo nao. Raula alinua macho yake kutazama mzungumzaji akamwona Shakil na pembeni alikuwa amesimama mbele yake akimpa mkono. Alipuuza mkono pamoja na salamu akamgeukia Fina. Akamwambia, "Sasa fanya kama ambavyo nimekwambia." "Lakini sina kusalimia." "Mimi situmii hiyo dawa." "Unamaanisha nini?" "Kama mtu hana shobo na wewe basi usimjobokee. Mimi sina muda na wewe." "Lakini mimi nilikuwa nakusalimia." "Unaweza kuondoka tu, sitaki shobo na wewe." Raula alijibu kwa ukali mpaka darasa zima likawatazama. "Okay, sorry. Baadaye kama ukiondoka bwana wewe." Raula alisisitiza akiwa bado kwenye sura yake yenye hasira. Basi Shakila aliondoka akiwa mnyonge na mpole sana. Alikuwa kama mtoto aliyenyimwa ndazi hivi akiwa na njaa. "Watu wengine bwana," alilalamika akirudisha umakini kwa Fina ambaye alianza kuangua kicheko, na hata kabla kicheko chake hakijakaa vizuri mdomoni, mwadhili alikuwa tayari ameshaingia darasani kwa ajili ya kufundisha. Haya msikilizaji, tunamwona Shakil leo anataka sijui ni salamu ama kuna namna nyingine anataka kufanya kwa binti, lakini leo anakuja kumsalimia na kati yote hapa tujazoea kama yeye ni mtu wa hivyo kwa Raula. Itakuwaje msikilizaji? Hii ni sehemu ya 16 ya simulizi yetu ya The Last Promise. Msikilizaji, asante sana kwa kuendelea kufuatilia simulizi. Sehemu ya 17 inakujia hivi mapema tu na hii itakuwa ni sehemu ya mwisho. Andiko lake Sam Dafur, hapa ni Simulizi Yetu Media. Jina langu naitwa Tutu.